Wow, karibuni sana wapenzi watazamaji, wafuatiliaji katika semina hii maalum sana kwa ajili ya uzito mkubwa pamoja na kitambi. Wakati tukiendelea kujiunga pamoja na mimi, nigusia tu kidogo kwamba swala la uzito mkubwa pamoja na kitambi ni vitu ambavyo ni nyeti sana katika ulimwengu wetu tunaishi sasa hivi. Magonjwa mengi sasa hivi haya ambayo sio ya kuambukiza, ambayo ndio mengi zaidi kwa sasa hivi, yana uhusiano wa moja kwa moja na uzito mkubwa. Magonjwa ambayo tayari yameshafanywa utafiti ni zaidi ya 25 ama makubwa, ikiwemo saratani, kisukari, pressure, magonjwa ya moyo, magonjwa ya figo, yanakuwa na uhusiano moja kwa moja na uzito mkubwa pamoja na kitambi. Na ndio maana nimekuwa nikijihusisha sana kuhamasisha watu na kuwaelekeza jinsi ya kupunguza uzito pamoja na kitambi, lakini sio tu kupunguza uzito na kitambi, lakini kufanya hivyo katika namna ambayo ni salama kiafya, kwa sababu kuna njia nyingi sana ambazo watu wengine wanatumia kupunguza uzito na kitambi, lakini zingine sio nzuri. Lakini unapokuwa unatumia unapunguza uzito na kitambi kiafya, unapata hizo faida sasa za kuepuka hayo magonjwa. Akiwa tayari unayo, unapona haya magonjwa kwa sababu chanzo unakuwa umekiondoa, ambacho ni uzito mkubwa pamoja na kitambi. Ndio maana nimeandaa hii webinar kwa maana ya seminar ya online, ili niweze kukuelekeza njia ambazo unaweza kuzitumia ili mwaka huu na wewe uwe ni mwaka wako, uweze kufikia malengo yako, uondoe hicho kitambi au upunguze uzito ili uweze kuwa na afya nzuri. Kwa ambao hamnifahamu, mimi naitwa Dr. Nature. Dr. Nature, najua wengine wengi wenu hamlijui jina langu lingine ambao naitwa Yusuf Mohamed Filemon. Hilo ndio jina ambalo ni official, lakini jina maarufu ambalo limezoeleka kwa kazi yangu naitwa Dr. Nature. Mimi ni daktari wa magonjwa ya binadamu kwa maana ya MD, lakini pia ni specialize kwenye tiba za mtindo wa maisha, yani lifestyle medicine, lakini pia ni homeopathist na naturopathist. Kwa hiyo ninashughulika sana na mambo ya mtindo wa maisha, kuelekeza watu jinsi ya kukinga na kutibu magonjwa kwa kutumia mtindo wa maisha. Kwa hiyo kwa maana hiyo ninafanya health lifestyle coach, kwa kuelekeza jinsi ambavyo unaweza kutibu ugonjwa au kukinga kwa kutumia mtindo wa maisha kama chakula na kadhalika. Sasa karibu sana katika webinar ya leo. Tunataka kujifunza jinsi ya kuchoma mafuta kiafya milele. Jinsi ya kuchoma mafuta kiafya milele katika mwaka huu. Njia au siri ambazo unaweza ukazitumia ukachoma mafuta kiafya milele, kwa maana ya kwamba katika namna ambayo ni endelevu. Ndio webinar ambayo tunakwenda kujifunza siku ya leo. Kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba kupunguza uzito pamoja na kitambi ni jambo ambalo ni nyeti sana katika ulimwengu wetu wa sasa. Yaani ikiwa kuna zawadi kubwa ya kiafya ambayo unaweza ukajipatia na ukajuta kwa nini haukufanya hivyo mapema, ni kupunguza uzito kama una uzito mkubwa au kuondoa kitambi ikiwa unacho. Yaani hiyo ni zawadi kubwa sana ambayo unaweza ukajipatia kwa mwaka huu, na ukipata matokeo yake yale ukajisikia vile ambavyo utakuwa baada ya kumepungua, utajilaumu sana kwa nini hukufanya hivyo labda miezi 6 au miaka 2 iliyopita. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Sasa tutakuonyesha shuhuda hapa za watu wachache ambao baada ya kupungua, wanachokisema baada ya kuwa wamepungua. Ukitaka kuziangalia hizi shuhuda pia na wewe kwa muda wako, unaweza ukaingia kwenye hii website. Ni website yangu hii, drnature.com/shuhuda za chakula hai. Unaweza ukaona hizi ambazo nitashare na wewe hapa sasa hivi. Sasa angalia hapa. Hawa ni watu ambao baadhi ya watu, of course, maana ni wapo wengi ambao wamejaribu kufanya hii program, kwa sababu hii nimeanza muda mrefu kidogo, nadhani ni mwaka wa 4 nikifanya kazi hii. Huyu ni wengine washare kwenye group, wanasema don't spy, nadhani jina tu. Anasema jamani, na mimi nimekuja na ushuhuda wa kutumia matunda na chakula na kachumbari, nimepungua kutoka kilo 108 hadi 104 kwa wiki 2.
Okay, kapungua kilo 4 kwa wiki 2. Huyu ni bwana bwana Gabriel, maarufu sana kwenye group letu. Ipo Arusha. Alikuwa na kitambi namna hii, lakini akafanya program kama ambavyo nimetakuelekeza pia na wewe, naye akafika akawa na muonekano kama hivi unavyomuona. Nzuri sana. Yaani ukifika kama hivi kutoka kwenye uzito kama huu, kutoka hapa kwenye hichi kitambi unachokiona, fika hapa kwenye huu uzito na muonekano huu, unajisikia vizuri sana. Na kuna mambo mengi sana ambayo unaweza hata usiyaseme, mengine ni ya ndani, utaona yanakuwa ni mazuri zaidi. Mengine huu kashare pia kwenye grupu. Dr. I'm happy, Dr. I'm lighter than ever, thanks now from 76 to 69. Ukapungua kilo 7. Yani anafurahi. Unaweza ukahisi hizo hisia alizonazo kwenye andiko lake hapo. Huyu naye ni Mario Nancy, yupo pia kwenye live hapa, nimeona anatufuatilia. Anasema my weight at the moment, yeye alitoka kwenye 97 hapa mpaka 88. Kwa hiyo amepungua kilo ngapi hapa? Amepungua kilo 8. Amini kilo 9. Sorry, imekimbia. Mwingine huyo hapa naye anasema jaribu hivyo uone atakavyoachieve your goal. Nilikuwa na kilo 90, sasa hivi na 75. Kwa hiyo amepungua kilo 15. Mwingine nani tena? Mwingine huyo hapa Aziz Aza anasema jamani, leo mimi nimekuja na shuhuda, nimeweka nidhamu ya chakula ndani ya wiki 2, nimepungua kilo 5. Umeona, yani shuhuda zipo nyingi sana. Shuhuda zipo nyingi sana za watu ambao wamefanya. Mwingine huyu hapa anasema I have lost 14 kilos kwa okay, tuendelee kidogo. Mwingine kapungua kutoka 85 hadi 83. Okay. Mwingine nani tena? Yaani zipo nyingi sana. Mwingine amepungua kilo 6. Mwingine amepungua kilo ngapi? Anasema Dr. mimi nilikuja huko nijifunza zaidi, lakini nilishapungua toka kilo 84 hadi 63. Maana hizo ni kilo 21. Kilo 21 ndugu yangu, hebu piga picha kilo 21. Ni kilo ambazo mtu alikuwa amezibeba tu ambazo sio zake. Kwa hiyo ndio chanzo cha magonjwa yote ambayo anakuwa yanamsumbua. Kilo 21. Haya. Mwingine kutoka kilo 80. Yaani ya shuhuda ni nyingi sana. Shuhuda ni nyingi sana. Sawa. Kwa hiyo wewe pia unaweza ukapata matokeo hayo mazuri endapo utasikiliza kwa makini na kufanyia kazi yale ambayo nakwenda kuelekeza katika semina hii. Okay. Sasa kuna makosa ambayo huwa yanatokea ambayo mara nyingi huwa tunayafanya wakati tunapokuwa tukipambana na uzito mkubwa pamoja na kitambi. Haya ni makosa makubwa sana ambayo yapo kwenye mtazamo wetu, lakini pia kwenye vitendo ambavyo mara nyingi ndio huwa vinawakwamisha watu kupunguza uzito. Kwa sababu ninajua kwamba hii sio darasa la mara ya kwanza wewe kusikiliza mtu akielekeza kuhusiana na jinsi ya kupunguza uzito au kupunguza kitambi. Na uhakika kwamba umeshawahi kupata masomo mengine mahali tofauti. Lakini kuna vitu ambavyo vinakufanya usipungue au usipate matokeo mazuri. Na hivi nimeviona kutokana na uzoefu wangu wa kukutana na watu ambao wanapambana na uzito mkubwa mara kwa mara. Tuanze na hapa kwenye vitu ambavyo ni vya kivitendo. Vitu ambavyo ni vya kivitendo. Kuna watu wengi sasa hivi wanatumia dawa za kuharisha. Wanatumia dawa za kuharisha kwa ajili ya kupunguza uzito. Dawa za kuharisha. Yaani akinywa ile dawa inamfanya kuongeza kichefuchefu na kumfanya anaharisha. Kwa hiyo wanapunguza yale maji pamoja na choo, na hivyo wanaamini kwamba wanapungua uzito kwa design hiyo. Sasa kuna kipindi wakati nikiwa hospitali ya Mawenzi, alikuja mama mmoja mwenye miaka kama 40 hivi.
alikunywa hiyo dawa ya kuharisha ili aweze kupungua uzito. Aliharisha sana kiasi kwamba akajisikia kama vile anaanza kupoteza uwezo wa kujitawala, yani ile anaanza kuona kizunguzungu, hawezi kusimama. Mwisho wa siku akawa yani hajiwezi kabisa. Kwa hiyo akaleta hospitali akiwa mahututi. Kwa hiyo tukamanage pale kwa ajili ya kumresuscitate na kumrudishia madini na maji aliyopoteza, lakini alikuwa na hali mbaya sana kiasi kwamba asingepata msaada wa haraka, huenda angepotea, yani huenda angefariki. Kwa hiyo utaratibu wa kunywa dawa za kuharisha ni hatari kiafya, haifai kabisa, ni hatari kiafya. Inaweza kukuletea matatizo makubwa, ukapoteza maji mengi, ukapoteza madini, ukapata kitu kinaitwa electrolyte imbalance. Kwa hiyo ukaanza kupata degedege au ukazimia au ukafa kabisa, kwa sababu tunataka kupunguza uzito. Kwa hiyo sio idea nzuri. Na hata hivyo mafuta haya mafuta ya ziada ambayo tunapambana nayo hayapo kwenye utumbo. Yaani utumbo na sehemu mafuta yalipo ni vitu viwili tofauti. Mafuta yanakuwa kwenye seli za mafuta ambayo yanakuwa kwenye kuzunguka viungo chini ya ngozi. Mafuta hayakai kwenye utumbo. Sasa unapokuwa unakunywa dawa ya kuharisha, ina maana kwamba unaondoa vitu ambavyo vipo kwenye utumbo. Kwa hiyo ile dawa inasababisha maji yanatoka kwenye seli yanaingia kwenye utumbo, alafu yanasukumwa nje, kwa hiyo unaharisha au unatapika. Kwa hiyo unakuwa umepoteza maji na madini. Kwa hiyo ukipima uzito kwa namna mfano unakuta labda kilo 2-3 zimepungua lakini sio kwamba umepunguza mafuta. Mafuta hayaondoki kwa kuharisha, ila hapo unakuwa umepoteza maji, lakini sio jambo zuri kiafya. Jambo la pili ambalo mara nyingi huwa watu wanahangaika nayo, ambao sio vizuri, hapa namba 2 kwenye vitendo, ni hili swala la kuwa extreme kwenye mambo ya kupunguza uzito na kitambi. Yani mtu anafanya vitendo ambavyo ni extreme. Kwa mfano, mtu anashindia anakula matango. Yaani anambia mimi nataka nipungue, kwa hiyo nimeshauriwa nipunguze kula, nimeambiwa nile vitu vya kijani kijani. Kwa hiyo anakula matango asubuhi mpaka jioni, anakula matango. Asubuhi mpaka jioni anakula majani fulani hivi. Yaani ukimwangalia unamhurumia. Au anakula vijiko 2-3, anaambiwa, anasema hawezi tena, hawezi yani anaogopa kula. Yani yupo extreme, yani yupo katika ile vitendo ambavyo sio vya kawaida ili tu apungue. Sasa kitu kama hicho pia ni hatari, kwa sababu swala la uzito mkubwa na kitambi sio swala la yani sio swala la haraka yani la hapa na hapa. Kumbuka wewe uzito ulionao sasa hivi, kama una uzito 100, una uzito 120, una uzito 90 na kitu, wewe uzito haujaja leo tu, wala wiki moja iliyopita, wala mwezi mmoja uliopita. Umeupata huo uzito kwa muda fulani. Yaani uzito umekuja kidogo kutokana na jinsi ambavyo unaishi, jinsi ambavyo unakula, muda ambao unalala, unaona, kazi ambayo unafanya, ndio kidogo zimekuletea huo uzito. Kwa hiyo ili uondoe, lazima uangalie katika vile vitu ambavyo unavifanya kila siku, kwa maana hiyo lifestyle yako, ni sehemu gani ambazo zinakuwa zinasababisha uzito uongezeke. Kwa hiyo katika hizo sehemu ambazo zinasababisha uzito uongezeke, ndio ambazo unatakiwa uzifanyie kazi. Umeelewa? Kwa hiyo lakini ukifanya hiyo ya extreme, yani ya kufanya kitu ambacho unakula matango tu na nini, hauwezi ukafanya kila siku. Utafanya labda kwa wiki moja, wiki mbili. Hata hivyo utakuwa umejitahidi sana, lakini baada ya hapo utaacha. Ukiacha ina maana kwamba unarudi kule ulipokuwa, kwa sababu vile ambavyo vilikufanya mara ya kwanza uongezeke upate kitambi bado unavyo. Kwa hiyo unakuwa haujajisaidia. Umeona? Kwa hiyo hizi tabia za kuwa na extreme hizi extremity zozote ambazo unazifanya zinakufanya usiweze kupungua kwa muda mrefu. Unaweza ukapungua kwa maana ukasinyaa, ngozi inakondeana, unaonekana kama vile unaumwa, lakini kumbe unapambana na uzito mkubwa. Sio idea nzuri. Sasa tuje hapa kwenye mitazamo. Chochote ambacho kitatokea kwenye mwili au chochote ambacho unakifanya kwenye maisha yako kinaanzia na mtazamo wako.
yani jinsi ambavyo unakichukulia uelewa wako sana jambo hilo. Kwa hiyo hata kwenye uzito mkubwa kuna mitazamo ambayo nimeona inawarudisha nyuma sana watu au kuwafanya wasifanikiwe kwenye swala zima la uzito mkubwa pamoja na kitambi. Jambo la kwanza nimeandika hapa, jambo la kwanza nimeandika quick fix. Kuna watu ambao wana mtazamo kwamba swala la kupunguza uzito ni swala ambalo unaweza kulifanya kwa muda fulani vimfupi, alafu baada ya hapo ukarelax. Yani kwa mfano hivi kwamba ni swala ambalo unaweza ukalifanyia kazi labda kwa siku 3 au kwa wiki 1 au kwa wiki 2, alafu baada ya hapo ukarelax, ukawa umemaliza kabisa na hilo swala, usilishughulikie tena. Hiyo quick fix. Kwa hiyo matokeo yake watu ambao wana mtazamo huu wa quick fix wanakuwa wanaamini kwenye vile vitu kama kunywa maji ya limao. Unakuta mtu anaamka asubuhi anakunywa. Kuna mmoja aliwahi kuniambia huwa anakunywa malimao 8 kila asubuhi. Yaani maji yale ni kitu cha ajabu. Kwenye glass anaweka malimao 8 ili apungue uzito. Naona ni mtazamo fulani hivi ambao anaamini kwamba akipiga yale malimao 8 hata kwa wiki 2 atakuwa amekata hata kilo 10 au 20 hivi. Anaamini hivyo. Huo ni mtazamo. Lakini inakuwa sio sawa kwa sababu unaingia tena kwenye zile kuwa na vitendo ambavyo ni extreme. Na ukiamini kwamba ni quick fix, maana yake hiyo quick fix yako, huo muda wako wa hivyo vitendo ambavyo unavifanya ukiisha, maana yake utarudi kule kule kwenye mtazamo wako wa kula vile vile ulivyokuwa unakula, kulala muda ule uliokuwa unalala, ufanye mazoezi. Kwa hiyo maana yake unarudi tena vile vile. Kwa hiyo swala la kupunguza uzito, ondoa mtazamo wa quick fix. Weka mtazamo wa kumodify lifestyle yako kwa ujumla. Unaona? Hivyo ndivyo ambavyo utafanikiwa. Mtazamo wa pili ambao unarudisha watu nyuma ni kutaka kuamini katika dawa tu. Yaani kuna mtu ukitaka kumuelekeza kuhusiana na lifestyle, yeye haamini mambo ya lifestyle. Anaamini anataka dawa. Ambia daktari nipe dawa. Na najua kuna wengine hapa mnaonisikiliza mnataka dawa. Najua kabisa mpo. Kama upo unaweza kunyosha mkono. Upo. Unataka dawa tu. Yaani hautaki kusikiliza vitu vingi. Hautaki kona nini, unataka dawa. Niambia daktari nipe dawa. Sasa okay. Sasa dawa kitu ambacho kimekuja kwa lifestyle unakiondoaje kwa dawa peke yake? Yaani kitu ambacho kinakuja kwa sababu ya vile unavyoishi, vile unavyokula, unakiondoaje kwa dawa peke yake? Ndio maana kuna magonjwa mengine utakubaliana na mimi, magonjwa kama kisukari, pressure, magonjwa haya ukienda hospitali unaambiwa hakuna dawa yake. Yaani hakuna tiba ile ya moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu haya magonjwa ni magonjwa ya mtindo wa maisha. Yamekuja kwa jinsi ambavyo ulikuwa unakula, jinsi ambavyo unaishi. Sasa hakuna namna utauondoa huo ugonjwa ikiwa bado unaishi vile vile namna ambayo ileta huo ugonjwa. Sasa nielewa. Kwa hiyo maana unapewa tukakidonga kushusha pressure au kushusha sukari, lakini kwa sababu lifestyle hujibadilisha, ugonjwa hauwezi ukaondoka. Ndio hivi kwenye uzito mkubwa. Dawa ni sawa, inaweza ikawepo kwa ajili ya kuboost metabolism na nini ili uweze kufikia malengo, lakini sio njia pekee ambayo unaweza ukahitaji. Hasa ukiwa na mtazamo huu wa kutaka dawa tu pekee bila kutaka kujifunza kitu kingine chochote. Kitu kingine ambacho inawarudisha watu nyuma na kuwafelisha ni swala la kujinyima chakula. Watu wanaamini kwamba ukijinyima chakula unapungua uzito. Sasa nikupe mfano rahisi ambao utanielewa. Chakula ni hitaji la msingi la mwili wa binadamu. Ni kama vile ambavyo ni hewa. Sema hewa. Hewa ni hitaji la msingi. Sasa ingetokea hapa kuna ugonjwa ambao unahusiana labda na hewa na ukaambiwa ili uweze kupona huo ugonjwa inabidi ujitahidi usivute hewa nyingi. Hilo zoezi utakubaliana na mimi kwamba unaweza kujitahidi kwa muda fulani ukabijabinya hewa lakini itakushinda. Ile asili unaposema lakini baadaye hawaweza, sababu hamu ya kula ni kitu cha asili, ina nguvu fulani ya asili ambayo unaweza kupambana nayo kwa muda mrefu.
Unaweza kwa wiki moja, kwa wiki mbili, kwa mwezi, lakini baadaye ile hali itakushinda. Kwa hiyo ikikushinda unarudi kule kule na uenda wanga, ila kuogopa wanga nitalieleza mbele ili nisilieleza mara mbili. La tano, kuamini mazoezi zaidi. Kuna watu ambao hawafahamu vitu vingine isipokuwa mazoezi. Yaani anaamini chakula sio vibaya sana, yeye anaamini mazoezi zaidi. Kwa hiyo anashinda 3 5, yupo jimu ili apungue uzito. Nitakuonesha katika sehemu ya mbele sehemu ya mazoezi na namna vizuri ya kuyafanya, ufanye kwa muda gani ili uweze kupata matokeo mazuri. Mtazamo wa 6 ambao pia unawarudisha watu nyuma ni kuogopa kupoteza shape. Hii sasa ni ya wanawake, kuogopa kupoteza shape. Kwa wanawake muonekano ni wa muhimu zaidi nadhani kuliko sisi wanaume, kwa sababu ya jinsi ya maumbile na mitazamo yao ilivyo. Kwa hiyo wanawake wengi hasa umri wa vijana, mabinti, wanaogopa kupoteza shape. Kwa hiyo katika harakati za kuogopa kupoteza shape wanaahirisha kupambana na uzito. Okay, ngoja nikuoneshe kitu hapa. Nadhani utanielewa. Ngoja ni kizoom hapo uweze kukiona vizuri. Hii picha ni ya huyu bonge huyu. Alikuwa hapa mwanzoni, nadhani unaona. Alikuwa ni mnene, akabadilisha lifestyle hapa chini inaonyesha vyakula alivyokuwa anaendelea kubadilisha mpaka baadaye akaja kuwa hapa. Hii picha ya mwanzo ambayo anaonekana ni Miss. Sasa huyu wa kwanza ni mnene, yani kila sehemu hizi curves za mwili kwa maana ya huko kwenye makalio ni mnene zaidi ukilinganisha na huyu wa huku mwanzoni ambaye amepungua. Yani shape yake ni kidogo kwa namna fulani, kwa size imepungua. Lakini utakubaliana na mimi kwamba muonekano wa huyu mnene wa kwanza sio mzuri ukilinganisha na huyu ambaye ni mwembamba ana shape nzuri. Nadhani utakuwa nakubaliana na mimi jambo hilo. Kwa hiyo mtazamo ambao unakuwa unasumbua hasa wadada, dada miaka 10 na ngapi 20 na ngapi, wanataka yani akiwa hapa mnene ana kilo zake 90, kilo 80, mnene kama huyu wa kwanza, anataka akipungua huku nyuma kubaki vile vile japokuwa tumbo na mikono imepungua. Sasa inakuwa ni zoezi, inakuwa ni zoezi gumu sana kwa sababu wakati unaongezeka haukuyachagulia mafuta yaingie sehemu gani, yani mafuta yajipange sehemu gani. Wakati yanaondoka pia hauwezi ukayapangia mafuta yaende yatoke sehemu gani yabaki wapi. Yataondoka yale mafuta yote ya ziada, lakini yatakuacha katika shape nzuri. Utaniambia kati ya huyu wa kwanza mnene na huyu wa mwishoni aliyepungua, nani ambaye ana shape nzuri? Bwana, mimi ni huyu mwenye aliyepungua. Kwa nini? Kwa sababu zile sehemu za mwili zimeonekana vizuri baada ya mafuta kupungua. Of course na huko nyuma pia kumepungua kidogo, lakini lengo ni kwamba uwe na afya nzuri, lakini pia uwe na muonekano mzuri. Sasa ukiwa na mtazamo kwamba lazima na huko nyuma pabaki na nini, ndio matokeo yake unaishia kwenda kutafuta operation au unaacha kabisa kufanya mambo ya program, unaanza kutafuta sababu za kukilinda kitambi chako. Unaambia kitambi kwa ajili ya nini na nini, ni vitu ambavyo vya kujificha ficha, lakini inakuletea madhara katika afya yako, lakini pia inakupunguzia muonekano wako, unakuwa sio mzuri. Huwezi kuvaa nguo baadhi ambazo ungependa kuzivaa kwa sababu ya muonekano wako, na umeahirisha ukilinda baadhi ya sehemu za mwili wako. Nadhani nimeongea vizuri kwa lugha ambayo ni ya ujumla. Wadada mmenielewa? Okay. Kupunguza uzito na kitambi kiafya ni matokeo ya kuwa na afya njema. Kwa hiyo yani ili uweze kuwa na mtazamo mzuri wa kupunguza uzito na kitambi, fikiria kwamba kuwa na afya ambayo sio nzuri imekupelekea ukawa na uzito mkubwa.
lakini pia kuwa na uzito mkubwa umekusababisha kuwa na afya ambayo sio nzuri. Kwa hiyo unapokuwa tunadili na hii program ya kupunguza uzito milele, inamaanisha kwamba tunajaribu kupambana kurudisha mwili katika hali yake nzuri ya kiafya. Ndio lengo kubwa ambalo tunapambana nalo. Kwa hiyo kupunguza uzito na kitambi kiafya ni matokeo ya kuwa na afya njema. Kwa hiyo tunaukarabati mwili kwa ujumla. Kwa hiyo sio kitendo cha haraka haraka cha kunywa malimao na maji ya tangawizi. Sorry. Sasa kwa nini tunahangaika na kupunguza uzito? Utakubaliana na mimi kwamba kila mtu ambaye anahangaika na uzito mkubwa pamoja na kitambi, moja au mawili au zaidi katika haya yanamsumbua. Kitu cha kwanza hapa joint. Kwenye joint, wengi kabisa wana shida za joint pamoja na kiuno na mgongo. Yaani ni maumivu. Hawezi kufanya kazi zake, hawezi kutembea, hawezi kufanya shughuli zake za kawaida, hawezi kuinama, hata kulala ni changamoto. Viungo vinauma, ana mzigo wa dawa, takiwa uende kliniki kila baada ya muda fulani kwa sababu ya shida za joint. Na unaongezwa dawa, lakini unasahau kujua kwamba uzito mkubwa ndio chanzo namba moja cha maumivu ya joint, kiuno na mgongo. Na hivi vinakuja kwa sababu ya mafuta yanakuwa kwenye mishipa ya damu. Yaani mafuta ya ziada yanazuia damu isizunguke vizuri kwenye mishipa ya damu. Kwa hiyo mishipa midogo midogo ya damu ambayo inapeleka damu kwenye magoti, inapeleka damu kwenye pingili za mgongo, inakuwa haifikishi damu vizuri. Kwa hiyo zile sehemu, kwa sababu pia ni seli hai, zinaanza kuzoofika au zinaanza kudegenerate, na matokeo yake ni kusababisha inflammation moja na maumivu. Kama ni kwenye magoti, sababisha ile majimaji hayazalishwi ya kutosha, ile gegedu kwa maana ya cartilage ambayo inasababisha mifupa isikutane, inaanza kuwa hairudishwi ile ya kutosha. Kwa hiyo inaendelea kulika lakini haizalishwi ya kutosha. Kwa hiyo matokeo yake ni maumivu, magoti kuvimba, na matokeo yake unaweza ukapelekwa kufanyiwa operation ya kubadilishwa magoti au operation za mgongo kwa sababu ya shida hiyo, na haujui kwamba ni sababu ya uzito mkubwa na kitambi. Kwa hiyo ungepunguza tu, ungeepuka hizo gharama. Maana kufanyiwa operation ya kubadilishwa goti ni karibu milioni 7, magharama ya madawa na maumivu. Kwa kweli ni kitu ambacho ni njia ngumu ya kupita. Kama njia rahisi tu ingekuwa ni kupunguza uzito na kuwa na uzito wako ambao ni mzuri, kwa damu inapita vizuri, zile zinakuwa zinalainika vizuri na maumivu yanaondoka. Magonjwa mengine ni kama kisukari ambayo ni maarufu sasa. Ukishakuwa na uzito mkubwa, kila mmoja anakuambia punguza uzito, epuka kisukari. Magonjwa mengine kama mawe kwenye mfuko wa nyongo, kiungulia sasa hivi ni maarufu sana. Yaani ukizunguka ukutana watu 10, huwezi kukosa hata watu 4 5 wanahangaika na kiungulia. Asidi kurudi kooni. Kiungulia na asidi kurudi kooni ni vihatarishi vikubwa sana vya saratani ya koo ambayo inaongezeka sana sasa hivi, ambao vyote vinahusiana na uzito mkubwa na kitambi. Lakini pia kuna saratani mbalimbali ambazo zinasababishwa na kuwa na uzito mkubwa, lakini vile vile kinga ya mwili inashuka na magonjwa ya upumuaji. Utagundua kuna kitu ambacho nimekigundua kwamba ukiwa na uzito mkubwa pamoja na kitambi, kuna haya magonjwa kama pumu, kushindwa kupumua vizuri, mbavu kuuma, vichomi, ni magonjwa ambayo yanakuwa ni yanakuwepo sana. Kuna vikohozi vile ambavyo haviishi, mafua vinakuwa haviishi ukiwa na uzito mkubwa. Lakini ukipunguza tu kana uzito wako mzuri, unashangaa magonjwa yanapotea. Kuna ushuhuda mtu mmoja ambaye alikuwa na hii shida ya kikohozi kwa zaidi ya miaka kama 7-8. Kisha fanya MRI, ameenda vipimo, amefanywa x-ray, wamemtibu, amekula kitu gani, lakini baada ya kuwa amefanya program ya kupunguza uzito, amepungua, amekaa sawa, kikohozi kikapotea na mpaka leo haje kukisikia. Kwa hiyo unaona angeweza kusolve mapema hiyo shida endapo kama angegundua mapema kwamba anaweza akasolve mambo kwa kupunguza tu uzito pamoja na kitambi. Okay. Issue nyingine ambayo ni very serious ni ugonjwa wa moyo. Ndio ugonjwa ambao unaongoza kuua sasa hivi
duniani, magonjwa ya moyo, pressure, kiharusi, yote yanahusiana moja kwa moja na uzito mkubwa na kitambi. Lakini pia magonjwa mengine ya neva kama vile ubongo kusinyaa. Ukiona kadri uzito wako unavyoongezeka, unakuwa kibonge zaidi, ndivyo ambavyo ubongo wako unasinyaa, kama unapungua size. Kwa ukipungua size, manake hata uwezo wako wa kufikiria unapungua. Uwezo wako wa kuamua unapungua. Yaani ule usharp. Unaweza kaamka asubuhi unajisi una wenge tu, ujielewi, ni kwa sababu ya uzito. Utakubaliana na mimi, hata uwezo tu wa kuongea. Utakuta vibonge wengi wale ambao ni wanene sana, wenye uzito mkubwa sana, hata kuongea tu anajisikia mzito. Yaani hataki kuongea, anaongea kama vile hewa inaisha. Kwa sababu ya inaathiri mfumo wa neva, lakini pia inasababisha ganzi kwenye miguu, kwenye mikono, inasababisha miguu kuwaka moto. Yote hiyo ni kwa sababu ya uzito. Lakini vile vile kwenye swala la uzazi, mwanamke anapokuwa na uzito mkubwa sana, kwa na kitambi, inasababisha mfumo wake wa hormone unavurugika. Sio kwa mwanamke tu, hata kwa mwanaume mfumo wa hormone unabadilika, kwa sababu yale mafuta, hizi hormone za uzazi zinazalishwa kutokana na mafuta. Kwa hiyo unapokuwa na mafuta mengi sana ya ziada, na hormone zinazalishwa nyingi zaidi, hasa hii hormone ya estrogen. Kwa hiyo estrogen kwa mwanamke ikiongezeka, inasababisha hedhi zinavurugika, unakuwa na damu inatoka nyingi wakati wa hedhi, hedhi inakuwa na maumivu makali au unakosa kabisa hedhi. Lakini vile inaweza kusababisha hata ugumba, kwa unapata shida ya kupata mtoto kwa sababu ya hiyo. Lakini vile vile inasababisha kunakuwa na ukavu sehemu za siri, kwa hiyo inasababisha maumivu. Na kwa wanaume hivyo, kwa sababu estrogen inaongezeka, na estrogen ni hormone ya kike zaidi, kwa maana yake inafanya hata zile hamu ya tendo la ndoa inapungua, nguvu za kiume pia zinapungua, na sababu mafuta yakijaa kwenye kinena yanasababisha uume unaonekana ni mdogo, kwa hiyo unakuwa na kibamia. Kwa hiyo matatizo mengi kama haya yanahusiana moja kwa moja na swala zima la uzito mkubwa. Kwa hiyo tunaona ni mambo ambayo sio madogo, ambayo kwa kweli kila mtu lazima achukulie very serious, ili kuweza kuhakikisha kwamba unakuwa na uzito ambao ni unafaa kulingana na urefu wako. Sasa hebu tutazame kitu kimoja. Hizi njia ambazo nataka nikuelekeze hapa ni njia ambazo katika kipindi chote hiki ambapo nimekuwa nikifundisha watu, ni njia ambazo kwanza ni rahisi sana. Yaani kila mtu ambaye anatamani kufanya anaweza akafanya. Hata wewe hakuna sababu yoyote ambayo inaweza kukuzuia. Lakini pia zina ufanisi mkubwa. Umeona shuhuda na zingine nitakuonesha. Lakini pia ni salama kiafya, na njia ambazo unaweza kuzifanya katika namna ambayo ni endelevu na hazitaji gharama kubwa. Yaani kila mtu anaweza akafanya, hata ambaye una kipato cha chini. Lakini pia sio lazima ufanye njia zote. Unaweza ukachagua njia ambazo zinakufaa zaidi kulingana na mazingira yako na kazi yako na kipato chako, ili usiweze kushindwa kufanya njia hizo. Sasa kabla haujaanza kufanya hizi njia ambazo tunafundisha, ni lazima uweze kujua lengo lako, kwa sababu hauwezi ukapambana bila kufahamu unataka kufika wapi. Kitu ambacho tunapambana nacho sasa hivi ni kitambi, tunapambana na uzito mkubwa. Tukianza na kitambi maana yake ni kwamba kwa mwanamke, tazama hapo hiyo namba ya kwanza. Kwa mwanamke kitambi maana yake ukiwa na kiuno maana yake pale ambapo huwa unapima, ukienda kwa fundi ukapima nguo yako kwenye usawa wa kiuno chako kikiwa 31.5, yani kikiwa zaidi ya 31.5, inamaanisha wewe una kitambi, aidha kinaonekana au hakionekani. Kikiwa zaidi ya 31.5 inamaanisha una kitambi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unajipima na unafahamu kabla haujaanza kufanya program, ili unapokuwa umeshajipima, unapofanya program labda wiki 1, 2, 3, mwezi, unaweza ukapima tena ukaangalia umefanikiwa kiasi gani. Kwa wanaume, kiuno hapo kwenye suruali ikiwa zaidi ya 30 ya inchi 37, inchi 37 kwa mwanaume, tayari wewe umeikuwa na kitambi. Kwa hiyo unatakiwa uanze kujiangalia, hali yako sio nzuri sana. Kwa hiyo sisi wengine ambao tuna 31, 30
basi tunashukuru. Lakini kama uko zaidi ya 37 una kitambi, uanze kuchukua tahadhari. Kwa hapo kwenye kitambi utakuwa umenielewa vizuri jinsi ambavyo unaweza ukajitambua. Haya, tuendelee kwenye twende kwenye urefu, kwenye uzito. Sasa kwenye uzito kwa mtu mzima na watoto ni tofauti. Kwa watoto huwa tunaangalia mpaka umri, wana chati zao wakati tunaangalia. Lakini kwa watu wazima tunatumia urefu. Kwa hiyo mtu mzima ni lazima ujue urefu wako. Yaani waga ni nasema ni aibu ukiambiwa urefu wako ni ngapi alafu unasema hujui. Yaani ni aibu kwa kweli. Katika ulimwengu huu wa mambo na utandawazi, aibu mtu mzima kujua urefu. Ufahamu urefu wako, kwa sababu kwa mtu mzima ili uweze kujua uzito wako ni ngapi, ni lazima ujue urefu wako. Kwa hiyo tunalinganisha, je, uzito wako unaendana na urefu wako? Hivyo tu. Kwa hiyo usije ukasema Dr. Nature, mimi nina umri wa miaka 25, natakiwa niwe na uzito kilo ngapi? Hapana. Unatakiwa uniambie mimi nina urefu sentimita kadhaa, au mimi nina urefu inchi kadhaa, natakiwa niwe na uzito kilo ngapi? Hiyo ndio inakuwa swali sawa. Kwa hiyo ukishajua urefu wako, na ili uweze kujua urefu wako, makosa ambayo wenyewe wanafanya ni kujipima wenyewe. Yaani unachukua tu futi kamba ile, unapima kuanzia hapa juu mpaka huko chini. Unaona kabisa umeshaanza kukosea, yani haitakuwa straight ile inavyotakiwa, kwa maana ya kuangalia urefu wako, lakini utakuwa umefuata zile, either futi kamba itapinda au hautaweza, au utaanza kufuatisha zile curves za mwili. Hautapata matukio mazuri. Unatakiwa uende sehemu ambazo wanapima urefu. Unakuta labda kuna kibao kimebandikwa kimesimamishwa hivi, unasimama unapima urefu, au kuna sehemu kwenye ukuta wamechora, wewe unasimama unapimwa urefu. Hiyo ndio namna sawa ya kupima. Unaweza kwenda kwenye zahanati au hospitali au kliniki popote karibu, ukapima. Uzuri ukishapima mara moja urefu, kama ni mtu mzima utegemea utarefuka. Urefu wako ndio huo unaukariri, unajua urefu wako ni ngapi. Kwa hiyo ukishajua urefu wako ni ngapi, hapo sasa inakuwa ni namna rahisi ya kujua uzito wako ni ngapi. Kwa mfano, ukiingia hapa kwenye hii website yangu hapa, unaandika tu www.drnature.com/kikokoto. Ukiingia hapo, nimekuwekea calculator ya Kiswahili. Nimekuwekea calculator ya Kiswahili ambao ukiingia utaona kitu kama hiki hapa. Hapo unaweza ukaingiza urefu wako. Kwa hiyo nimekwambia lazima ujue urefu wako ni ngapi. Umeona kwa mfano hapa. Kwa mfano mimi urefu wangu ni sentimita 163. Umeona naandika hapo 163. Hapa sehemu ya kuweka urefu katika sentimita. Urefu wangu mimi 163. Alafu nabonyeza hapa chini kwenye cha kijani kokotoa. Ninakokotoa inaniandikia hapa chini. Umeona hapa chini? Hapa nimeandika urefu katika sentimita ambao ndo wa kwangu sasa 163. Uzito bora nimeandika kwenye kijani ni 53 mpaka 58. Alafu uzito mzuri 59 mpaka 69. Nini maana ya hizi uzito bora na uzito mzuri? Inamaanisha kwamba hivi mpaka kufikia hapa kwenye uzito mzuri, maana yake inakuwa ni BMI ya 25 ambayo ni BMI nzuri kiafya. Sawa? BMI, nikisema BMI maana yake ni uwiano kati ya urefu na uzito wa mwili. Kwa hiyo BMI mpaka 25, kuanzia 18.5 mpaka 25 ni BMI nzuri kiafya. Kwa hiyo mpaka hapa kwenye njano, hapa kwenye njano ni uzito mzuri kiafya. Lakini mpaka hapa kwenye kijani ni BMI mpaka 22. BMI kuanzia 18.5 mpaka 22. Sasa hii ya kijani ni uzito ambao ni bora zaidi kwa mtu ambaye ana maintain. Kwa mfano kama mimi sina lengo lolote la kupunguza uzito, natakiwa nijitahidi niweze kumaintain hapa, ambapo tafiti zinaonyesha kwamba mtu mwenye BMI kati ya hizi ndiye ambaye ananufaika zaidi
na faida hizi za kiafya ambazo tunazizungumza, lakini bado hata hapa kwenye njano ni mtu mzuri ambaye hayupo kwenye hatari ya kupata magonjwa haya yanayotokana na uzito mkubwa. Kwa hiyo wewe ambaye unanisikiliza, ambaye unapambana bado na uzito na kilo zako 90, unataka kupunguza labda kilo 30 20, jitahidi uweze kufika kwenye hii njano. Kwa hiyo kama labda una sentimita 100 labda 70, ukikokotoa hapa utaona lengo lako limebadilika, labda inabidi ufikie angalau kilo 78. Kwa hiyo unalenga kwenye hicho kokotoa, unaweka urefu wako, alafu unaangalia inaofaa kulingana na urefu wako. Kama umepima urefu wako katika inchi au futi, unakuta zile namba zile ndogo ndogo, unakuja hapa, chagua kitengo cha urefu. Badala ya kuweka sentimita unabonyeza hapo, unachagua hapa futi au inchi. Kwa hiyo unaandika labda una futi 5, hapa weka urefu katika inchi, labda futi 5 labda na inchi 6. Alafu unakokotoa. Ukikokotoa itakuletea sasa na wewe majibu yako hapo chini. Nisogeze hapa pembeni. Inakuletea na wewe majibu yako hapa chini. Kwa hiyo unatakiwa uwe na uzito wako usizidi 78. Kwa hiyo maana katika hatua hii ya kufikia malengo yako unajitahidi usizidi hapa kwenye 78. Kati ya 65 mpaka 78 inakuwa ni nzuri kabisa. Ukishakuwa umefikia malengo yako haya, basi lengo lako la pili linakuwa ni kwenye ku maintain. Kwa kwenye ku maintain, najitahidi ku maintain kwenye kilo 58 mpaka 64. Hapo inakuwa uko vizuri na maisha yako yanakuwa bomba. Hapo nadhani mnakuwa umenielewa vizuri. Kwa hiyo maana yake hapa kwenye hichi kitabu nilikuwa nimeweka zile kama mfano. Kwa hapa nimeandika zile za chini kabisa, lakini namna nzuri zaidi unaweza ukaenda hapa kwenye hii link. Nadhani rahisi kuiandika Dr. Nature. Hii Dr. ni ya Kiswahili, Dr. alafu nature.com/kikokoto. Utaiona hiyo jinsi ambavyo unaweza kufuatisha. Sawa. Na mimi bado tuko pamoja. Kama una swali unaweza ukauliza hapo kwenye chat, alafu nitajibu baadaye. Okay. Sasa tuanze na issue ambayo ni maarufu sana, ambayo wengi ndio ambayo wao wanaikimbilia. Kishakuwa na uzito mkubwa na kitambi, wengi wao wanakimbilia kwenye kufanya mazoezi. Na hapa kuna makosa ambayo yanafanyika, ndio maana wengi wanakuwa hawafanikiwi. Okay. Fahamu kabisa kwamba mazoezi, yani physical activity, haziwezi kushindana na vitu vingine ambavyo vinafanya uzito uweze kutokea. Yani ili uweze kuwa mzito. Unajua mpaka unakuwa mzito sio kwa sababu haujafanya mazoezi, ila ni kwa sababu kuna kitu umekula. Yani sio hewa, sio mazoezi, sio nini, kwa sababu kuna kitu umekula. Kwa hiyo mazoezi yako pale ni muhimu sana, lakini yana nafasi kidogo. Yani wastani kama 10% hadi 15. Yani kwa hiyo ukitaka kupunguza uzito, ukitaka kutumia njia ngumu ya kupunguza uzito ni kufanya mazoezi. Haimaanishi kwamba usifanye mazoezi, lakini tambua ni sehemu yake katika safari yako ya kupunguza uzito. Ni 10% mpaka 15. Kwa hiyo kama una vitu 100, mazoezi ni kama vitu 15. Kwa hiyo hiyo 85 zingine ni za mambo mengine. Sasa kitu kingine ambacho unaweza kukosea ni muda sahihi wa kufanya mazoezi. Tafiti zinaonyesha kwamba muda sahihi au muda ambao ni bora zaidi wa kufanya mazoezi kwa ajili ya kupunguza uzito. Kumbuka ni nakili vizuri hapo. Kila mazoezi yanakuwa na malengo tofauti tofauti. Lakini unapokuwa zungumza mazoezi kwa ajili ya kupunguza uzito, kwa ajili ya kuchoma mafuta ya ziada ya mwili, muda sahihi wa kufanya mazoezi ni asubuhi kabla haujala. Asubuhi kabla haujala. Narudia tena hiyo sentensi uishike vizuri. Muda mzuri zaidi wa kufanya mazoezi kwa ajili ya kupunguza uzito ni asubuhi kabla haujala. Yaani maana yake ni kwamba unaenda unafanya mazoezi kisha unakuja unapata breakfast yako. Huo ndio muda mzuri zaidi. Na sababu yake ni kwamba unapofanya mazoezi asubuhi,
yanatumia store ya glycogen. Glycogen ni hifadhi ya sukari ya ziada kwenye misuli. Kwa hiyo mazoezi yanaitumia hiyo sukari ya ziada kwenye misuli. Kwa hiyo glycogen ikipungua sehemu yake, mara nyingi ni 18% mpaka 20% ya ile store ambayo ipo kwenye misuli. Ikipungua kwa sababu ya mazoezi uliyofanya, mwili unatengeneza kama taarifa kwamba kuna store imepungua. Kwa hiyo tuanze kuvunja store nyingine ambayo ni store ya mafuta kwa ajili ya kutunza nishati na kutengeneza energy. Asubuhi, tafiti ndio zinaonyesha kwamba muda mzuri wa kuchoma mafuta ni asubuhi kabla haujala. Shika hilo na ulizingatie. Haimaanishi kwamba ukifanya mazoezi muda mwingine hautapungua au haitakunufaisha kwenye kuchoma mafuta. Matokeo yake ni kidogo sana. Yaani ni kidogo sana. Wewe unaweza ukasema matokeo ni makubwa kwa sababu umejiangalia wewe au rafiki yako. Lakini watu waliofanya tafiti kwa kuangalia watu maelfu na maelfu wamegundua kwamba asubuhi ndio muda mzuri zaidi. Okay. Jambo la pili. Aina gani ya mazoezi ni mazuri kufanya kwa ajili ya kupunguza uzito? Aina ya mazoezi ambayo ni mazuri au sahihi, kuna mazoezi mengi yanafanya kazi sawa. Yaani kuanzia yale mazoezi ambayo ni mepesi kabisa kama vile kutembea, kukimbia, kuendesha baiskeli, hata mazoezi mepesi kama gardening, kufanya bustani, kucheza, kuruka, mazoezi yote. Yaani mazoezi mengi yanafanya kazi vizuri ya kupungua. Kwa hiyo usihangaika na mazoezi yale mazito sana, unatakiwa tufanye mazoezi ya kawaida. Sasa mazoezi sahihi yanategemeana sasa na wewe unavyopenda. Kwa mfano mimi napenda kuendesha baiskeli, napenda cycling. Kwa hiyo kwangu mazoezi mazuri zaidi yatakuwa ni baiskeli, kwa sababu nikifanya najisikia vizuri. Kwa kama najisikia vizuri, maana yake ni mazoezi ambayo naweza nikafanya kwa muda mrefu. Yaani naweza nikaamka asubuhi nikafanya mazoezi na sijisikie kuna uzito. Kwa hiyo sio rahisi nikaacha. Itakuwa ni mazoezi ambayo nitakuwa nayafanya kila siku. Kwa hiyo wewe kama unapenda kutembea, tembea. Kama unapenda kukimbia, kimbia. Kama unapenda kucheza mpira, cheza mpira. Kama unapenda kuendesha baiskeli, endesha baiskeli. As long as hayo ambayo ukiyafanya unajisikia okay. Kitu kingine ni nani asifanye mazoezi. Kumbuka hapa tunajadili mambo ya kiafya, kwa hiyo sio kila mtu anaweza kufanya mazoezi. Kundi la kwanza la watu ambao hawataki kufanya mazoezi ni watu ambao wana uzito mkubwa sana. Yaani mtu una uzito 110, 120, 130, 140 na kuendelea. Mtu kama wewe sishauri ufanye mazoezi kwa sababu utajiumiza zaidi. Kwa hiyo utatumia njia zingine ambazo nimezielekeza mbele hapo, lakini usifanye mazoezi mpaka utakapopungua, utakapojisikia comfortable. Kwa sio vizuri unafanya mazoezi lakini unajisikia magoti yanauma, mgongo unauma, unapambana, unajitahidi tu hivyo hivyo, unajiumiza na hutapata matokeo mazuri zaidi, utaumia zaidi. Watu wengine ambao hawataki kufanya mazoezi, hasa mazoezi yale ya kuongeza pulse raising exercise, ya kufanya moyo unachangamka, wenye magonjwa ya moyo, hautaki kufanya mazoezi mpaka upewe maelekezo na daktari wako. Kwa hiyo otherwise unaweza kutumia njia zingine ambazo nimeelekeza katika webinar hii uweze kutibu huo ugonjwa au kuondoa huo uzito mpaka ujisikie upo comfortable kuweza kufanya mazoezi tena. Nadhani makundi hayo mawili nimeyakumbuka kwa haraka. Hautaki kufanya mazoezi kabisa. Au ukifanya mazoezi fanya yale ambayo lakini kama unasikia maumivu usifanye hata kutembea. Okay. Mazoezi ya kuondoa mafuta sehemu fulani tu. Kuna watu ambao wanataka kufanya mazoezi yale ya kuondoa mafuta tu mahali fulani. Nimegusia kidogo huko nyuma, hasa wadada wanataka kufanya mazoezi tu ya kuondoa tumbo peke yake. Sasa unajua mwili unafanya kazi tofauti, labda yani sio kama mgomba ambao ukiubonyeza mahali fulani hivi mafuta ukiyabonyeza
Tunanielewa kwamba ukiyabonyeza yale mafuta ukiyagandamiza labda na sit up exercise, kwamba yale mafuta yataondoka, alafu mafuta mengine yatabaki. Yaani kwa mfano mafuta ya kwenye makalio yatabaki, ya kwenye matiti yatabaki, kwenye mikono yatabaki, lakini yanaondoka yale ambayo umeyagandamiza ya kwenye tumbo. Hiyo kitu haipo. Ni uongo. Mafuta, kuchoma mafuta, mwili unachagua sehemu za kuyachoma mafuta. Ukilazimisha kutumia energy, kwa mfano labda umefanya mazoezi, umetoka jasho, haimaanishi kwa sababu umefanya mazoezi ya tumbo ndio mafuta ya tumboni peke yake yanatoka. Mafuta yanaondoka, yanachomwa sawa sawa, yani yanachomwa kwa rate ambayo mwili unaona ni sawa kulingana na seli ambazo zimebeba mafuta ya ziada. Kwa hiyo mazoezi kama hayo ya tumbo yanaweza kukusaidia kuimarisha misuli na kufanya toning hapo kwenye maeneo ya tumbo, lakini sio kwa ajili ya kuchoma mafuta sehemu tu fulani specific. Hiyo kisayansi haipo. Kwa hiyo ufahamu hilo jambo. Na ili uweze kufanikiwa kwenye swala la mazoezi, upate hizi 15% za mazoezi, inatakiwa ufanye mazoezi angalau kwa siku 5 kwa wiki. Kwa hiyo yani ufanye mazoezi kidogo kidogo angalau kwa siku 5 kwa wiki na kuendelea. Kwa hiyo kama ni haufanyi tu weekends itakuwa sio mbaya. Lakini sio kwamba unafanya mazoezi weekend alafu katikati ya wiki haufanyi mazoezi. Haikusaidii. Kwa sababu siku ambazo ufanye mazoezi mwili una compensate. Mafuta yanarudi yale ambayo uliyachoma jana au uliyachoma juzi. Yanarudi kama kawaida. Ndio maana mtu unapofanya mazoezi alafu ukaacha, uzito unarudi. Unarudi tena zaidi ya vile ulivyokuwa. Kwa sababu mwili una tabia ya kama vile thermostat. Ulikuwa ni mnene, umelazimisha kuyatoa mafuta kwa haraka. Kwa hiyo ukiacha kufanya kile kitendo ambacho unafanya kilichofanya mafuta yaondoke haraka haraka, maana yake uzito unarudi tena, hasa kwenye mazoezi, kwa sababu mazoezi yana tabia kuongeza appetite. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa kwenye mazoezi, hakikisha kwamba unafanya mazoezi most days of the week, yani kuanzia siku 5 na kuendelea. Ukifanya siku zote sawa, ukifanya siku 5, 6, 7 ndio vizuri, unaweza kufanikiwa ukapata hizi 15% za mazoezi. Okay. Kama sijaenda kwenye section inayofuata, wewe niangalia kidogo comment zenu. Hapa Mr. Robert anasema tangu nianze kutumia hizi chopa kwa muda wa mwezi sasa zimepungua kilo 5. Hongera sana. Ni jana tu nimepima nikakuta nina kilo 81 kutoka 86. Mpaka wenzangu wananiuliza nimetumia nini wao. Hongera sana Mr. Robert. Beatrice Nyelenda anasema asante. Okay, karibu sana. Angalia ambazo zina maswali au zina maelezo. Okay, asante sana. Nashukuru wote kwa kuendelea kufuatilia kutoka Zanzibar, kutoka Saudi Arabia, kutoka Kenya, kutoka Machakos, Lilio, karibu sana. Kutoka Nathan kutoka Dar es Salaam, kutoka Congo, Dikat, karibu sana. Rachel kutoka Kenya. Okay. Kutoka Zanzibar, kutoka Kariakoo, karibu sana Aza. Okay. Huyu anasema Philip wa Polinali, Dr. mimi kutokana na sehemu nayoishi nashindwa kupata chopa, but nachofanya ni kusitisha mlo wa jioni. Nimefanikiwa sana, mfano kutoka kilo 105 mpaka 94 kwa mwezi. Wow, hongera sana. Wengine ambao hamjui jinsi ya kufanya hivyo nawaelekeza very soon. Haya, kitu kingine cha muhimu ambacho unaweza kukifanya. Hiki kitu hakina gharama yoyote. Kitu ambacho hakina gharama yoyote. Chenyewe ni kulala usingizi. Kulala usingizi kunachoma mafuta mara 2 zaidi. Yaani ukichukua watu wawili ambao wana lifestyle sawa, yani wanakula chakula sawa, wanafanya mazoezi sawa, kila kitu wanachokifanya ni sawa, lakini wana tofauti tu kwenye kulala. Mmoja analala muda mdogo kwa siku, mwingine analala masaa hayo 6:30 mpaka 7, 8 kwa siku usiku.
Huyu ambaye analala masaa ya kutosha usiku anachoma mafuta mara 2 zaidi kwa kulala tu. Yaani kama huyu mwingine alipunguza kilo 3 kwa mwezi ambaye alikuwa halali, huyu ambaye analala anapunguza kilo 6, mara 2 zaidi kwa kulala tu, usingizi. Yaani imekaa na mla fulani hivi, ni kama vile iko tofauti na jinsi ambavyo unaweza ukawaza. Unaweza ukawaza kwa sababu mtu kilala unaonekana kama mzembe, lakini hapana, ni kwa sababu zifuatazo. Moja, ukilala usiku hamu ya kula siku inayofuata, ukilala vizuri usiku, hamu ya kula siku inayofuata huwa mara nyingi inapungua. Yaani ni kama vile kwenye ubongo kuna sehemu ambayo inaridhika kwa kulala, kwa hiyo ina compensate na ile hamu ya kula. Lakini usipolala usiku vizuri, ukalala masaa 4, na masaa 3, 5, kesho yake bila wewe kujua utakuwa na hamu kubwa ya kula. Yaani utakula zaidi, utakula calories nyingi zaidi kuliko vile ambavyo ungekula kama ungelala vizuri usiku. Hiyo ni tafiti zimesema. Kwa hiyo una uwezo wa kuzidishia. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. La pili, ukilala vizuri usiku. Kulala vizuri ambapo kuna kumaanisha ni kulala angalau kuanzia masaa 6:30 mpaka 7:30 hapo katikati. Kina mpaka 8 sio mbaya. Kwa hiyo tuseme masaa 7 mpaka 8, 6:30, 7:30 hapo usiku. Na usiku na umaanisha ni kati ya saa 4 na saa 10 usiku huo umelala. Kwa hiyo yani masaa 7 mpaka 8 ya usiku, kati ya saa 4 na saa 10. Yani huo ndio muda ambao unatakiwa umesinzia. Sasa muda huo kulingana na circadian, yani ile mzunguko wa asili wa binadamu, muda huo wa saa 4 na saa 10 ni muda ambao hormones, yani vile vichocheo vya mwili vinawekwa katika usawa, katika msawazo. Kwa hiyo endapo kama haujalala, hicho kitendo kinakupita. Kwa hiyo ukumbuke swala la uzito mkubwa na kitambi ni swala la homoni zaidi. Yaani homoni ndo zinatawala pale. Ndo zinaamua uwe na hamu ya kula au usiwe na hamu ya kula. Zinaamua mafuta ya chomwe au yasichomwe. Kwa hiyo kama homoni hazija balance au zimekaa katika namna fulani, moja imekuwa juu kuliko zingine inavyotakiwa, maana yake ni kwamba unaingia kwenye matatizo. Ndio maana usipolala usiku vizuri, hicho kitendo cha homoni kubalance kinakupita. Kwa hiyo unashindwa kuchoma mafuta. Kwa hiyo moja wapo ya homoni ambayo ina balance usiku ni hizo homoni kama insulin, kama estrogen, ambazo zinahusika kwenye mchakato mzima wa mafuta. Kitu kingine, usipolala vizuri usiku inaongeza hamu ya kula junks. Junks ni vile vyakula ambavyo mataptap, vitu kama soda, chocolate, biscuit. Yaani unakuwa unatamani kula vitu vimekaangwa. Yaani afu hiyo inatokea bila wewe kujua. Yaani wewe haujui chochote. Unashangaa tu yaani unatamani tu kukila. Unatamani tu kuvila. Kwa sababu haujalala vizuri usiku. Kwa hiyo ndio maana hii inakuja kuleta maana kwamba mtu ambaye hajalala vizuri usiku anakuwa hawezi kuchoma mafuta vizuri, lakini yule ambaye amelala vizuri usiku anachoma mafuta zaidi. Very simple. Yaani ni katrika rahisi. Kwa maana hakikisha kwamba mambo yako ya jioni unajitahidi unamaliza mapema. Kama ni issue ya kula mapema, kama ni issue za ibada, mazungumzo, kama ni shughuli fulani za nyumbani, zinaisha mapema ili angalau saa 3 hapo, saa 3:30 unapanda kitandani ili saa 4 uwe umesinzia. Ukiamka hata asubuhi mapema saa 10:30, saa 11 bado ni vizuri, unakuwa umepata ule muda wako wa kulala ukapumzika vizuri usiku. Na kama unapata shida ya kulala usiku, ni vizuri kumtafuta mtaalamu akakusaidia jinsi ya kusolve ile tatizo ili uweze kupata hii faida ya kuchoma mafuta mara 2 zaidi bila kufanya kitu chochote wakati wa usiku. Okay. Next up, kitambi chako. Vipi kama kitambi chako ni sugu? Vipi kama kitambi chako ni sugu? Na hiyo kuna vitambi ambavyo au uzito ambao hausikii dawa. Yaani hata ukinywa dawa gani hauishi. Akiishi. Hata ukifanya diet gani au ukifanya mazoezi kiasi gani, hakistuki wala hakibadiliki. Unatakiwa kufanyaje? Kitu cha kwanza, kuna vitu ambavyo ni common
ambavyo vinasababisha hii hali kutokea. Kuna vitu ambavyo ni maarufu, na kitu ambacho kwangu nimekijua ni kinapata watu wengi zaidi ni baadhi ya dawa. Ngoja nikuonesha hapa. Kuna dawa moja inaitwa hii hapa. Hii dawa inaitwa Pregabalin. Pregabalin ni mojawapo ya dawa ambazo zinatolewa kwa watu ambao wanakuwa na shida za maumivu ya neva, labda miguu inawaka moto. Mara nyingi anatolewa dawa kama hizi zinasaidia kupunguza aina hiyo ya maumivu. Sasa kwa sababu watu wenye uzito mkubwa sana wanakuwa na hizi shida za maumivu na nini, huwa wanapewa hizi dawa. Inaweza kuwa ni Pregabalin ya aina hii au aina nyingine, lakini yenye katika familia ya hizi Gabalin. Kuna tu ina maneno kama hiyo Gabalin. Inaweza likabadilika. Sasa hizi dawa pamoja na kwamba zinasaidia kwenye kupunguza maumivu, lakini zinaongeza uzito. Yaani zinapunguza metabolism ya mwili. Ile michakato ya mwili kutoa mafuta, michakato ya mwili kufanya kazi zake zinapungua. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba hizi dawa zinaanza kufanya uongezeke tena uzito. Kwa kile kitu ambacho kilifanya mara ya kwanza upewe dawa kinaongezwa na dawa. Inakuwa ni kama kamchezo fulani. Yaani kitu ambacho kilifanya upate shida ya miguu kuwaka moto ni uzito mkubwa. Alafu unapewa dawa ambayo inaongeza uzito. Kwa maana yake utaendelea kutumia dawa na mwisho wa siku hizo dawa zitakuwa tena zisaidii kwa sababu hali itakuwa ni mbaya zaidi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho naona kinafanya watu wanakuwa hawapungui uzito licha ya kujaribu sana vitu vyote ambavyo ni sawa, ni baadhi ya dawa ikiwemo hizi dawa Pregabalin. Dawa nyingine ambayo nilisahau kuweka kwenye slide ni dawa za uzazi wa mpango. Hizi dawa za uzazi wa mpango vidonge, sindano, njiti vile kuweka. Hizi dawa zinakuwa na hormone ambazo hizi hormone zinaenda kuvuruga pia mfumo wa hormone, zinasababisha uzito pia unakuwa ni ngumu sana kushuka. Kwa kama unatumia hizi dawa, of course kuna dawa zingine pia kama unatumia dawa na uzito wako unahangaika nao, vizuri kumuona mtaalamu pia akakusaidia kubaini endapo kama hiyo dawa inaweza ikawa inavuruga metabolism. Kwa hiyo moja wapo sababu kubwa sana ya kwanza ni hizi dawa. Kwa kama unatumia dawa yoyote ni vizuri ukaonana na mtaalamu kama mimi nikakusaidia kujua kama zinafanya metabolism kupungua. Wakati mwingine pia hata unaweza ukagoogle. Na vitu vingine siku hizi dunia inavyoendelea sio mpaka uulize kila kitu. Unaweza hata ukagoogle, unaingia hata kwenye ChatGPT au kwenye Perplexity au hata kwenye Google yenyewe, unaandika tu kama hiyo dawa inapunguza metabolism. Kwa unakuwa unajua hii dawa inaleta shida. Unaweza ukatafuta mbadala au katibu huo ugonjwa ambao unahitaji hiyo dawa. Hiyo kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho unatakiwa ukifanya ni kufunga. Kufunga ni njia moja very powerful kwenye swala zima la kupungua uzito. Yaani uzito wako hata kama umekuwa ni sugu, umeshindikana, yani ukifunga kwa neema ya Mungu lazima utapungua. Na sio tu hewani, tafiti zimeshafanyika na zimefanyika Marekani, zimefanyika Canada, kwa watu ambao uzito wao ni mgumu au pungui, wakafanya hii program ya kufunga. Sasa ili uweze kufunga na upate matokeo, kuna kufunga kwa aina mbili. Kuna kufunga kwa muda mrefu, alafu kuna kufunga zile za muda mfupi. Zile kufunga za muda mrefu sio effective kwa sababu changamoto zake zinatakiwa na usaidizi wa kitaalamu ili usije kupata changamoto za kiafya. Lakini ni ngumu kwa muda mrefu. Sababu ukakosa virutubisho kwa sababu hauli kila siku kwa muda fulani, kwa muda mrefu, inaweza kuletea deficiency na magonjwa. Lakini ninayozungumza ambao ni nzuri na kila mtu anaweza kaifanya tena kila siku ni kufunga kwa muda mfupi. Na kufunga kwa muda mfupi kupo kwa aina mbili. Lakini ambako nataka nikuzungumzia ambao kuna nguvu zaidi na rahisi kufanya ni ile kufunga intermittent fasting. Intermittent ni funga
kwa masaa fulani kwa siku, yani kati ya masaa 12 mpaka masaa 21 kwa siku. Ukifunga kwa masaa 12 mpaka masaa 21 kila siku, wewe unakuwa umefunga. Hiyo tunaita intermittent fasting. Sasa kwenye issue ya kupungua uzito na kitambi, ili uweze kupata hizo faida kwenye huo mfumo, hayo masaa unayofunga, yani lazima hayo masaa unayofunga yahusishe masaa ya usiku. Kwa hiyo kama ni masaa 12, maana kama masaa 12 ufunga yawemo na ya usiku. Ufunga kuanzia saa 12 mpaka saa 12 jioni, hapana, hautapata matokeo. Yani hata kama unakula kamlo kamoja kwa siku afu mlo wenyewe ndio jioni, hautapata matokeo mazuri. Kwa hiyo lazima ukifunga ufunge masaa 12 hadi masaa 21, lakini masaa ya usiku. Kwa mfano, umekula chakula chako cha asubuhi labda saa 2, saa 3, alafu ukala chakula chako cha jioni labda saa 9, saa 10, alafu ukamaliza hapo, kala mpaka kesho. Kwa maana yake unakuwa umefunga kuanzia saa 10 mpaka kesho labda saa 2 tena. Maana yake kuna yale masaa 12 ya jioni, alafu kuna 2 ya asubuhi 14, na haya mawili ya jioni tena inakuwa 16. Kwa hiyo unakuwa umefunga kwa masaa 16. Mbona namaanisha umekula mpaka saa 12 jioni, alafu na kesho saa 2 asubuhi, inamaanisha umefunga kwa masaa 14. Hiyo ndio kufunga ambayo namaanisha. Kwa hiyo kwa formula rahisi iweze kubenefit kwenye hii ya kufunga, ambapo very powerful. Hata kama uzito wako ni mgumu au hutaki kushuka au na kitambi hakitaki kuondoka, hata usipohangaika na madawa na vitu mengi, hakikisha kwamba unafanya hii program vizuri. Unahakikisha kwamba unakula mapema, ili kile chakula cha jioni unakula mapema kadri ambavyo inawezekana. Yaani giza lisiingie ukiwa bado unapambana na masuala na saha. Uweze kula mapema. Kwa hiyo ukila saa 12, kula saa 10, ukaweza kula saa 9, inakuwa ni vizuri sana. Mpaka kesho tena inakuwa ni vizuri. Na ukifanya kwa siku 2, 3 unajisikia comfortable na usikija wala usiogopa kwamba njaa itakuuma. Kwa sababu ukiwa kwenye hii program na ukaifanya serious, hizi janja za mara kwa mara zinaisha. Unakuwa unajisikia tuko vizuri, uko fresh. Na ile ya kuamka usiku kutafuta chakula unakuwa uipati tena, kwa sababu ile resistance inaendelea kupungua. Na kitu kingine ni hapo muhimu, ukifanya hii njia ya kufunga ambayo naizungumza, hata kama hauna uwezo wa kubadilisha chakula. Unajua kuna watu ambao wapo kwenye mazingira ambayo labda wewe ni mtoto, kwa sababu wewe ni mtoto sasa, maana yake unategemea kula chochote ambacho kimeitwa mezani. Una uwezo wa kuelekeza nini kipikwe, nini kisipikwe. Una uwezo wa kuchagua. Au unaishi kwenye maeneo ambayo ni ya kijamii. Kwa mfano wewe ni sister ni community fulani, au wewe ni mwanafunzi unaishi kwenye fulani vile na vitu kama ambavyo mnapikia, au upo kazini mission fulani vimbali na nyumbani, hauwezi kuchagua aina ambayo huna pesa ya kununua vyakula vingine extra. Unaweza kutumia hii njia na ikakusaidia kubaki kwenye track, either kubaki kwenye program, kumaintain au hata kupungua uzito. Badala ile tabia ile ya kujinyima, ukifanya hii ya restrict kula wakati wa usiku, maana mapema zaidi jioni, piga ishi mpaka kesho asubuhi, haujabadilisha ile haujabadilisha vile ambavyo unakula. Hata kama hujabadilisha vile vyakula, unakula vile vile kawaida, itakunufaisha sana. Utashangaa unapata matokeo bila kutumia nguvu kubwa. Nadhani hapo umenielewa. Hiyo kufunga iko very very powerful. Yaani hata kama unafanya, usije ukasema labda ninakula si matunda, utakuwa umeharibu ile fast. Kisha kwamba inakuwa ni cup, lakini sio kunywa muda wote. Maji haya fast. Lakini usile chochote, sio matunda, isiwe juice, isiwe nini, yani usile hiyo muda ambao umefunga. Na ukizoea hivyo, ukazoesha hivyo na familia yako, ni kama ni kazuri sana. Mungu hajatumba tule usiku, tuamke usiku tule au tule usiku sana, giza likishashuka, sio muda wa kula kwa kawaida. Kwa hiyo itakukinga na mambo mengi wewe pamoja na familia yako. Okay.
Sasa tuje kwenye issue ya chakula. Ndio unaenda kasi na issue ya chakula. Sasa kwenye chakula ndio sehemu ambayo inabeba sehemu kubwa zaidi. Kumbuka nimesema uzito wako haujaja tu kutoka mahali pasipojulikana. Umekuja kutokana na kile ambacho huwa unakula. Yaani lazima kimetoka kwenye chakula. Sasa ili uweze kupungua vizuri, ni lazima uanze kubadilisha sasa jinsi ambavyo unakula, machaguo ya vyakula vyako, na jinsi unavyoandaa, namna unavyokula. Kwa hiyo kupungua sio lazima uache wanga. Yaani sio lazima uache kula wanga. Wanga hauna shida, wewe ndio una shida. Wala sio lazima uache kushinda njaa. Uanze kujinyima unakula vijiko viwili vitatu. Hapana. Unatakiwa ujifunze kula chakula sahihi, ule kwa namna sahihi na kwa muda ambao ni sahihi. Shikilia vizuri hizo point. Yaani kama unasema unaandika andika. Yaani hutakiwi kujinyima, kujibanabana. Lakini unatakiwa ujue chakula gani ni sahihi na hicho chakula ule ukile namna gani, kwa maana mpangilio na nini. Alafu ukile kwa wakati gani ndio unapata matokeo mazuri. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa chakula ukizungumzia mambo ya calories na nini, calories sio kila calorie ni calorie. Calories zinatofautiana kulingana na aina ya chakula ulichokula, ndio hapo nazungumzia kwenye chakula sahihi. Alafu umekila namna gani? Yaani umekipangia namna gani, umekitafuna vizuri, hujakitafuna vizuri, ndio hapo kwenye namna sahihi ya kula. Alafu umekila iko chakula saa ngapi, muda sahihi wa kula, ndio ambao tunazungumzia. Kwa hiyo ukishajua hivi, manake sifa ya lishe ambayo itakuwa inakufaa kwenye hii program sasa ni lishe ambayo itakuwa inakusaidia kuweza kufikia kwenye lengo lako la kiafya. Kwa maana sasa wewe unataka kupunguza uzito na kitambi. Alafu ni lishe ambayo itakiwa iwe salama kiafya kulingana na sayansi. Alafu lishe ambayo itakuwa inaendana na bajeti na muda wa kuandaa. Unaweza kukuta kuna lishe zingine sawa zinaonekana ni nzuri, lakini kisha kuja swala la mifuko, yaani unanunua vitu vya bei ghali kila siku kiasi kwamba hautaweza kwenda mbali. Itafika tu mahali utaacha, kwa sababu vitu vikishakuwa vya gharama, ukifanya wiki moja unaona, ukipiga hesabu unaona umeshatumia 400,000 tayari unaanza kuacha au unaanza kutafuta njia mbadala. Sasa lishe nzuri ile ambayo inatakiwa iwe ya gharama ya kawaida, lakini ambayo inakusaidia kufikia malengo yako na ni salama kiafya. Na hiyo ndio ambayo nataka nikuelekeza. Okay. Sasa tuanze hapa asubuhi. Tuanze asubuhi. Asubuhi ni muda mzuri sana ambao una breakfast. Yaani unavunja ule mfungo wako ambao uliufanya usiku. Yaani ukiacha mambo yote, yaani hata kama mambo yote utaamua kuyapuuza ambayo nimekuelekeza kwenye hii webinar, usiache swala la kufunga. Yaani funga liweke maanani na lipigie mstari. Kwa hiyo umefunga usiku mzima, asubuhi ni muda wa kubreakfast, unavunja ule mfungo, au tuseme unafungua. Ukifungua, unafungua kwa chakula ambacho kinaondoa matakataka mwilini, kinaondoa masumu, kinaondoa mavitu ambayo yamebaki kwenye, inafanya ile mfumo wa chakula uwe msafi na kupatia nishati na kupatia sukari nzuri au wanga mzuri wa kusaidia kuanza siku yako kwa furaha, kuanza vizuri. Kwa hiyo ndio maana nasema asubuhi ni muda mzuri wa kuanza na matunda. Yaani hapa nasisitiza matunda aina 3 hadi 4. Kula ushibe. Kwenye hii program ya permanent weight loss ni marufuku kujinyima chakula. Ni marufuku kujinyima chakula. Yaani unakula unajibana au ushibi, hapana. Wala usishindie matunda na viboga mboga, hapana. Kula kama kwa maelekezo ambayo nakuelekeza. Kwa sababu kila ukishiba unapata virutubisho pia na pia unafanya kwa namna ile. Kwa hiyo asakini unakula unashiba nini? Matunda. Chagua aina 3 hadi aina 4. Katakata pamoja kama hivyo ambavyo nimekuonyesha kwenye picha.
kula ushibe asubuhi. Ni matunda gani ambayo unatakiwa kuyaweka? Matunda aina yoyote ambayo unaweza ukayapata, ambayo yapo ndani ya uwezo wako, ambayo yapo ndani ya msimu. Nadhani matunda ambayo yanakuwa ndani ya msimu yanakuwa ni matunda ambayo yana bei ndogo zaidi. Kama ni msimu wa maembe, nunua maembe. Kama ni msimu wa maparachichi, nunua maparachichi. Kama ni msimu wa matikiti maji, nunua matikiti maji. Chagua hata matunda aina 3, aina 4, katakata, weka pamoja, tengeneza kama hiyo fruit salad kama ambavyo unaiona kwenye picha. Tengeneza ya kutosha, kula ule. Kitaalamu kuna calculation zake. Umeme umekatika. Lakini okay, na mimi nimeniona hivi kwa mwanga wa kompyuta. Kitaalamu kuna calculation zake, kwa maana ya kwamba kulingana na uzito wako, lakini naamini wengi nyumbani hamna mizani ya jikoni. We katakata matunda ambayo yanakutosha kula asubuhi. Usiogope matunda matamu, hata kama una pressure, hata kama una sukari. Hayo ndio ambayo huwa ninayatumia kuwatibu wagonjwa hao. Kwa hiyo usiogope, sukari haitapanda wala pressure haitapanda. Kula matunda ya kutosha asubuhi. Hasa kuna maswali ambayo mara nyingi huwa yanaulizwa kwamba matunda yana sukari nyingi. Sasa tunafanyaje? Hili swali nitalijibu hapo mbele. Uendelea kubaki na mimi. La pili ni kwamba kuchanganya matunda kuna vuruga mmeng'enyo. Kwamba kuna watu wanasema asante wewe umerudi. Kuna watu wanasema kwamba matunda kwamba una mambo usichanganye matunda yanaharibu mmeng'enyo au usichanganye vyakula. Lakini hii ni nadharia ambayo haina uthibitisho sana kwenye sayansi. Nadharia ambayo haina uthibitisho. Yaani haipo clear. Unajua ukitaka kujua haipo clear, nikupe mfano kidogo. Kwa mfano, ukitaka kula ugali ukitaka kula ugali na mboga. Ugali na hivyo mboga ulizokula, labda kwa mfano maharage, choroko na nini, vina muda tofauti wa kumeng'enywa. Kwa hiyo je, ule ugali peke yake tu alafu baadaye ndo utakula mboga kwa sababu inatofautiana muda wa kumeng'enya? Utakuta ni uongo. Au ukila labda kande, ndani kuna maharage na mahindi, yana muda tofauti wa kumeng'enywa. Je, vile tofauti kwa sababu vina muda tofauti wa kumeng'enya, kwamba ule mahindi kwanza baadaye utakula maharage, havina mashiko. Kwa hiyo tafiti hazipo clear kwamba hiyo kitu kina apply. Kwa hiyo kula matunda, kwa sababu kwenye matunda kitu ambacho kipo kwenye tikiti maji, yani virutubisho ambavyo kwenye tikiti maji havipo kwenye embe. Virutubisho ambavyo vipo kwenye embe havipo kwenye ndizi. Kwa hiyo ukivichanganya unapata virutubisho tofauti ambavyo usingeweza kuvipata kwa kula kitu kimoja. Yaani unaelewa logic yake. Lakini cha muhimu usichanganye mavitu mengi sana mara moja. Wewe mwenyewe utaanza kujisikia vibaya, hauhitaji hata utafiti. Lakini kwa vitu vichache kama 4, 3 unapata ile combination nzuri. Cha msingi ladha yake unaipenda na unaweza ukamudu kuvinunua. Enjoy chakula chako. Asubuhi pia ni muda ambao unaweza unaruhusiwa kunywa chai ya viungo. Chai ya viungo, mdalasini, karafuu, tangawizi, majani kama majani ya parachichi, majani ya limao, viungo vyote ambavyo unapendelea unaweza ukavipata. Ni muda mzuri pia unaweza ukanywa chai ya viungo. Unaweza ukaanza kabla ya matunda au ukainywa baada ya matunda, bado ni nzuri, inakubalika. Lakini vile vile asubuhi unaweza ukala nuts, hizi njugu kama karanga, almond, korosho, macadamia, walnut, ufuta, vitu kama nuts za aina zote unaweza ukazila pia asubuhi. Na hizi nuts unaweza ukazichanganya na matunda. Unaweza ukazila pamoja na matunda au ukazila zenyewe kama zenyewe. Bado inakubalika kabisa. Lakini hakikisha umekula matunda asubuhi, umeshiba. Hiyo ndio jambo la kupigia mstari la maana kabisa. Haya, tuje mchana na jioni. Mchana na jioni ni lishe ambazo zinafanana. Mchana na jioni ule mpangilio wako unafanana. Mpangilio wako unakuwa ni kwamba unaweka kachumbari pamoja na chakula kingine. Yaani chakula chako lazima kiwe na kachumbari pamoja na chakula kingine. Yaani kama hivi,
Umeona hapa juu kuna hiyo kwenye chombo chekundu kuna kachumbari, alafu hapa chini kuna ugali lishe, alafu kuna hizo ni njegele pamoja na mboga za majani. Huu ni mfano, sio lazima iwe hivi. Kwa hiyo kachumbari pamoja na hiki chakula kingine. Kwa hiyo unapokuwa unakula, unaanza na kachumbari. Yaani unaanza na hiyo ya kwenye bakuli nyekundu, unaanza na kachumbari, ukimaliza unaanza kula hiki chakula kingine. Kwa hiyo usi break gap. Yaani usisubiri kama muda fulani kama umekula kachumbari alafu baada ya nusu saa ndio ule chakula kingine. Hapana. Ukishamaliza kula kachumbari, yaani inakuwa ni kama chakula kimoja. Unakula cha msingi tu, unaanza na ile kachumbari, alafu kimaliza ile kachumbari unakula iko chakula chako kingine. Nitafafanua vizuri cha kachumbari ni nini na iko chakula chako kinakuwaje. Cha msingi hiyo, uanze na kachumbari kwanza, ukimaliza kachumbari tu unaendelea hapo hapo na chakula kingine. Sasa kwa nini tunasema mtu aanze na kachumbari? Kachumbari ni mchanganyiko wa mboga mbichi, mboga mbichi aina 3 hadi 4. Naweza kaka zaidi sio mbaya. Lakini aina 3 hadi 4 mchanganyiko hizo mboga mbichi. Kwa mfano unaweza ukaweka hizi ni mfano ambazo unaweza kaliwa zikiwa mbichi. Nyanya, kitunguu maji, karoti, tango, kabeji, pilipili hoho, beetroot, nazi, parachichi, embe bichi. Hivi ni vitu ambavyo unaweza ukaviweka kwenye kachumbari. Sio lazima sasa uweke vyote. Na mtu amekuta ameweka vitu karibia 8 kwenye kachumbari moja. Hapana. Yaani vitu angalau 3 hadi 4 vinatosha kabisa. Unaweza ukachagua labda ukaweka nyanya, kitunguu, karoti na tango basi. Au ukaweka nyanya, karoti, pilipili hoho, labda na parachichi basi. Umepata picha sasa? Au nyanya, karoti, kabeji, labda na parachichi. Hivyo tu yani basi inatosha. Alafu unaweza kuweka vikolezo. Vikolezo ni vitu ambavyo vinaongeza ladha na utamu. Kwa mfano unaweza ukaweka limao au ndimu kakamlia, au unaweza kutumia vinegar. Yote vinakubalika. Vile vile nimesahau kuongeza hapo, unaweza kuweka pilipili kali. Inafaa pia kunogesha. Ni nzuri kiafya, wala usiogope. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuwa na shida labda ya vidonda vya tumbo, unaweza ukaviondoa vitu ambavyo vinaumiza tumbo. Mara nyingi ni nyanya. Unaweza ukaepuka nyanya kwa wiki 3 mpaka mwezi. Baada hapo kwa neema ya Mungu na kumshaanza kupona, unaweza kuanza kurudisha kidogo kidogo. Kwa hiyo vinywaji vyote unaweza ukaviweka, au vile ambavyo vinakusumbua na vifahamu unaweza ukavidhibiti. Lakini hakikisha unakula pia kachumbari. Kachumbari pia inasaidia vizuri kwenye kutibu hata hivyo vidonda vya tumbo. Kwa hiyo usiziache moja kwa moja. Wala kachumbari haisababishi vidonda vya tumbo wala typhoid. Vidonda vya tumbo vyanzo vyake vinafahamika, viko wazi. Na typhoid chanzo chake ni bakteria ambao wanakuja kwa sababu ya uchafu. Kwa hiyo unapokuwa unaandaa kachumbari, jitahidi kuandaa vizuri, ioshe vizuri kwa maji tiriri. Unaweza kutumia vinegar pia kuosha, au baking soda. Iwe safi kabisa kwa sababu inaliwa ikiwa mbichi ili kusiwe na hao vimelea. Okay. Sasa kwa nini tunakula kachumbari? Kwa nini nimesisitiza sana kwa herufi kubwa kachumbari ndio ianze? Faida ya kwanza kula kachumbari ni hizi zifuatazo. Ya kwanza, inakupatia negative caloric effect. Negative caloric effect ni kwamba unapokuwa unakula chakula, kwa mfano unakula tuseme umekula ka ugali fulani. Ule ugali labda tuseme utakupatia calories 500. Hizo namba za kufikirika tu. Unakula ugali wako, tunategemea huo ugali utakupatia calories 500. Lakini tunaposema negative caloric effect, negative maana yake ni kitu hasi. Kwa hiyo unapokuanza unaanza kachumbari, inakupatia nakita negative caloric effect. Kwa hiyo badala ya kupata zile calories 500 kutoka kwenye ule ugali ambao umekula, lakini kwa sababu umeanza na kachumbari, unajikuta mwisho wa siku calories ambazo zinaingia zinakuwa labda 300 au 200 zinapungua kwa sababu umetumia kachumbari. Nataka niende chap maana
muda wetu utupa mkono. Unapata, kwa hiyo maana yake inakusaidia usiwe na makalorisi mengi ambayo unayapata kutokana na kile chakula ambacho umekula, kwa sababu tu umeanza na kachumbari. Sio kwa sababu umekula kachumbari baadaye, ila kwa sababu umeanza na kachumbari. Haya, alafu vile vile inakusaidia kuboresha ladha ya chakula. Ukianza kula kachumbari, chakula kinakuwa na ladha fulani ambayo ni nzuri zaidi kuliko ukianza ukila bila kachumbari. Lakini vile vile kwanza kula kachumbari ili usije ukasema baadaye umeshiba, maana ukishaanza kula chakula kingine utashiba, alafu utasema kachumbari haina nafasi tena tumboni. Bora ianze, kwa sababu yenyewe ni ya muhimu sana kusaidia kwenye safari ya kupungua uzito na kupatia afya nzuri kwa ujumla. Lakini vile vile kachumbari inakifanya chakula ambacho unakula kiwe chakula hai. Nikisema chakula hai ni chakula ambacho kinaufaa mwili wa binadamu, chakula ambacho kinaupatia mwili virutubisho na kinaujenga. Kwa hiyo kachumbari inaufanya kile chakula ambacho unakula hata kama kina mapungufu fulani ya viambata ambavyo umeweka au maandalizi, lakini kachumbari inarudisha ule uhai wake. Lakini pia kachumbari inasaidia kuongeza nyuzi lishe kwenye chakula. Nyuzi lishe ni muhimu sana kwenye kufanya uweze kupungua uzito. Kwa hiyo kachumbari pia inakuwa pale kuweza kuongeza zile nyuzi lishe ili uweze kupata faida nzuri ya kupungua haraka. Lakini vile vile kachumbari kwa sababu ni mbichi inasaidia kuleta vimeng'enya vya chakula ambavyo havijaharibiwa na joto. Kwa hivyo inasaidia hata chakula kinaweza kumeng'enya vizuri. Ukitaka kugundua hii kitu ni kwamba ukila chakula, kwa mfano mchana umekula wali bila kachumbari, unaweza ukaenda ukasinzia na usifanye kazi zako. Lakini ukianza na kachumbari alafu ukala wali wako hautasinzia kwa sababu chakula kitameng'enywa vizuri. Ukitaka kujaribisha unaweza kujaribu hata kesho. Haya. Chakula vile vile kwanza na kachumbari kunasaidia kuondoa sumu kwenye mfumo wa chakula. Inasaidia kuondoa sumu kwenye mfumo wa chakula. Kwa hiyo vile vyakula ambavyo vimekula kwenye milo iliyotangulia huwa mara nyingi vinatengeneza baadhi ya sumu karibu 34. Kwa hiyo ukianza na kachumbari vinasaidia kuondoa vile visumu na unapata faida nzuri kwenye chakula chako. Okay. Hapa niko na Eunice. Eunice kutoka Dar. Nashukuru sana, nimetumia matunda nimepungua kilo 5 kwa mwezi. Hongera sana Eunice. Hongera sana. Okay, huyu Rachel Maho, je, naweza kula matunda pekee usiku pamoja na chopa kama una kachumbari? Kwenye issue ya usiku nitaeleza hapo unafuata. Utaratibu wa jinsi ambavyo unaweza ukapangilia vizuri na jinsi ambavyo unaweza ukaweka vizuri hivyo chakula. Hasa cha usiku, yes. Okay, hapo Beatrice, hapo kwa kufunga, daktari, nina swali. Sisi kama Waislamu tunafunga Ramadhani na huwa tunashauriwa tukifungua tupate kitu cha sugaring. Hivi wakati wa kufungua kama tende, wengine hatutumii vitu vya sukari. Okay, ni sawa. Tende ni tunda ambalo ni kavu na wanga mwingi, lakini lipo neutral. Yaani haliongezi uzito wala halikusaidii kupunguza uzito. Kwa hiyo bado ni unaweza kuitumia kama unaweza kuitumia syrup yake kama badala ya sukari. Haina shida kwa sababu inaendana na ipo vizuri kwenye kiafya, lakini kwenye maadili ya dini inaingia vizuri. Kwa hiyo bado tango ni tunda. Okay. Tango tango ni mboga. Kwa hiyo mara nyingi inafaa ingie kwenye kachumbari za mboga. Japo ni mambo ya mboga ambazo ziko neutral, anaweza zikacheza na huko. Yaani ni kama vile ilivyo nyanya. Nyanya unajua ni tunda, lakini linachukuliwa kama mboga pia. Lakini parachichi ni tunda na wakati huo pia lina nature, linaingiliana na mboga pia. Ni kama vile tuna hilo tango. Kwa hiyo hakuna mstari ulionyooka. Haya, mambo ya kuzingatia kwenye chakula cha jioni. Kitu cha kwanza, usile kama ratiba za zamani. Yaani achana ule utaratibu wa kula eti kwa sababu ni muda wa kula. Unakula tu pale kama unajisikia una njaa. Kwa kama hujisikii kuwa na njaa, usile. Alafu wakati wa jioni, amani wakati wa usiku, lenga kabisa kukula. Lakini kama vile unataka kula, jisikia unataka kula kwa kitu fulani kidogo, unaweza ukala chakula chepesi kama vile green smoothie
unaweza ukala kachumbari kubwa. Kachumbari kubwa maana yake unakula kachumbari, unaweza kukamle na labda vijegele, ukaweka matunda, amini ukaweka labda vinjegele, vinjugumaa ambavyo vimechemshwa, ukapata saladi ambayo inakusaidia kujisikia kushiba zaidi. Hivi vinaweza kula matunda lakini mapema zaidi. Na kama una njaa kabisa, fuata kanuni kama vile ambavyo tumejifunza ile ya mchana. Kwa maana unaanza na kachumbari then chakula kingine. Haya. Okay. Vitu vya kuepuka, epuka maziwa ya wanyama, epuka nyama zote nyeupe na nyekundu pamoja na kuku na mayai, samaki, yani vyakula vyote ambavyo havijatokana na mimea, ni vizuri ukaviepuka, vitakuchelewesha. Lakini pia epuka vyakula ambavyo vimesindikwa kwenye packet au vimetoka kiwandani kama soda, vitu tamtam, chocolate, biscuit, vitakuchelewesha pia. Lakini vyakula vilivyochakatwa kama sukari, nafaka zilizokobolewa pia vitakuchelewesha. Na epuka pia kunywa juisi za matunda. Usitengeneze juisi. Kula matunda kama matunda, sio juisi yake. Haya. Inawezekana unajiuliza kwamba utapata protein. Protein kwenye mfumo huu wa kula unaipata kwenye mimea. Ukila maharage, ukala njegele, unapata protein ya kutosha kabisa, wala una haja kuwa na wasiwasi na kiasi cha protein ambacho unakipata. Lakini vile vile samaki, kwa nini nasema samaki usile, wana shida gani? Samaki hawana shida kubwa, lakini shida yao kubwa ni mbili. Ya kwanza, samaki wanaongeza usugu wa insulin. Yaani wanafanya ile shida ambayo ilikufanya mara ya kwanza upate uzito mkubwa, ile usugu wa insulin, samaki pia wanaongeza usugu wa insulin. Lakini pia samaki wanakuwa na samaki wengi ambao tunapata sasa hivi wanakuwa contaminated na madini tembo, hizi heavy metals kama mercury na nini, ambazo zinasababisha inflammation na kurudisha nyuma kwenye mpango wako wa kupungua. Lakini kuhusu wanga, kwa nini nasisitiza watu tule vyakula vyote vya asili kama hivyo matunda, viazi, hata kama vina wanga? Ni kwa sababu wanga kwenye matunda na wanga kwa maana ya sukari zile za kawaida vikiingia kwenye damu, of course vinakuwa vinafanana. Yaani ina kama hivi, ukila wanga labda ni kwenye ndizi, maembe, kwenye viazi, wanga au aliyekunywa soda, wanga zinakuwa ni wanga, yaani wanga ni ule ule. Lakini utaratibu unakuja hapa kwenye kufyonzwa. Utofauti unakuja hapa kwenye kufyonzwa. Ukila wanga ambao umetokana na hivi vitu vya asili, inakuwa ni wanga ambayo haijawa peke yake, yani inakuwa sio wanga iko peke yake kama ambavyo unaweza ukaipata kwenye soda au sukari ya kawaida. Hizi wanga za kwenye vitu vya asili vinakuja na nyuzi lishe, vinakuja na virutubisho mbalimbali ambavyo kwenye kusharabiwa hapa, kwenye kumeng'enywa, kwenye kufyonzwa hapa, yani vikimeng'enywa kawaida vinameng'enywa vyote sawa, lakini kwenye kufyonzwa hapa, hatua ya 3, vinakuwa na tofauti, kwa sababu intelijensia ya mwili inaweza ikatambua hiki kitu ni cha asili au hiki kitu sio cha asili. Hivi vitu ambavyo vinakuja na nyuzi lishe na virutubisho kwenye mfumo wa kufyonzwa hapa, unaweza ukatambua na ukachagua vitu vya kufyonzwa. Lakini pia zile nyuzi lishe zinakuwa ni kama vile nyavunyavu fulani ambazo zinazuia virutubisho visiingie, hasa hizi sukari zisiingie kwa wingi kwenye mfumo wa damu. Tofauti na umekunywa soda, sukari inaingia tu kwa kufuata ile kwamba upo na concentration kubwa na huko na concentration ndogo, kwa zinaingia kwa wingi. Kwa utofauti upo hapa kwenye kufyonzwa, lakini zikishaingia kwenye damu, sukari ni sukari. Mwili hawezi kusema hii sukari imetoka kwenye embe, hii imetoka kwenye soda. Sukari ni sukari zikishaingia kwenye damu. Lakini kwenye kufyonzwa hapa zinakuwa tofauti kutegemeana na chanzo cha hiyo sukari. Kuna video nilieleza kwa kirefu sana kwenye YouTube, unaweza kukaa kwenye channel yangu, nimefafanua kwa upana zaidi kuhusiana na hivi vitu, utofauti wake. Sasa okay. Njia nyingine ya mwisho ambayo nataka nikuelekeze ya kufikia malengo yako kwa haraka zaidi, uweze kupunguza uzito kwa haraka ukiwa umelala, ni kwa kutumia hii product yangu ambayo nimekutengenezea. Mtu ambaye labda kwa namna moja au nyingine unataka kufikia malengo yako mapema zaidi, au au unapata changamoto, uwezi kufuatilia chakula kulingana na mazingira ya kazi na ubize na vitu kama hivyo, product kama hii inaweza kukusaidia ukaweza kufikia malengo yako mapema zaidi.
Hii product sio mbadala wa yote ambayo nimeyazungumza, lakini ni kitu mojawapo au ni silaha mojawapo ambayo inakusaidia kuweza kufikia malengo yako kwa haraka zaidi. Hii product inaitwa Easy Chopper. Nadhani product ambayo ni maarufu na wengi wenu mnaifahamu. Lakini kwa wageni ambao hamfahamu ni kwamba ukitumia Easy Chopper, kitu cha kwanza itakusaidia kupunguza njaa za mara kwa mara. Kwa hiyo huna haja ya kujinyima chakula au kufanya diet za kushinda njaa ili upungue. Lakini vile vile itakusaidia kupunguza uzito na kitambi. Kwa hiyo itakusaidia kupata ule muonekano mzuri ambao unakufanya usiweze kuvaa nguo zako nzuri na usiweze kuvutia. Lakini vile vile itakusaidia kupunguza uzito uliozidi, kwa hiyo utakuwa mwepesi na usiye na maumivu. Utalala vizuri na kuepuka ile hali ya kuonekana kama vile umezeeka wakati bado wewe ni kijana mdogo. Lakini vile vile Easy Chopper itakusaidia kutibu vidonda vya tumbo na shida za gesi. Kwa hiyo itasaidia kuweza kula vyakula ambavyo tunaelekezana bila masharti. Na vile vile itakusaidia kubalance hormone, kwa hiyo itakupunguzia maumivu ya hedhi, utakuwa unapata zako vizuri, utaondoa maumivu yale wakati wa tendo. Kwa mwanaume itakusaidia kurudisha zile nguvu, na kwa ujumla itasaidia kujenga ndoa yako na kuepusha na magonjwa ya moyo na kisukari, kwa sababu utabalance mfumo wa hormone vizuri. Vile vile Easy Chopper itaboresha muonekano wa ngozi yako. Kwa hiyo utaonekana sura fulani vizuri ya kuvutia, kwa sababu afya yako inarejea, na itakusaidia kutibu ganzi kwenye miguu na mikono, na kusaidia kuondoa maumivu ya mwili, maumivu ya magoti, ya mgongo, na kusaidia kutibu mzio, pumu, allergy hapa na pale, inakusaidia kuyaondoa. Lakini vile vile itakusaidia kuimarisha kinga ya mwili na kutibu maambukizi ya vikohozi, mafua, maambukizi kama ya kwenye kibofu, cystitis na UTI sugu. Itakusaidia kupunguza cholesterol, mafuta mabaya. Kwa hiyo itakusaidia kukinga na hatari ya kupata magonjwa ya moyo pamoja na kiharusi. Lakini vile vile itakusaidia kuondoa uric acid na kutibu gout, hata kama ni sugu, umejaribu kutibu kwa muda mrefu na haitaki kuisha. Kwa hizo ni faida za kutumia Easy Chopper. Kwa hiyo Easy Chopper ni tofauti sana na product zingine za kupunguza uzito, kwa sababu sio chungu wala sio ya kuharisha, lakini pia imetengenezwa kwa 100% kutokana na mimea. Kwa hiyo haina makemikali yoyote ambayo unaweza kudhuru afya yako. Sasa unaweza kujiuliza kwamba je, itakusaidia sasa? Maana inawezekana tumeanza kutumia product nyingi lakini bado hujapata matokeo mazuri. Kwa 100% ni kwamba itakusaidia pia. Unaweza ukaingia hapa kwenye hii website yangu drnature.com/shuhuda za Easy Chopper. Utaona shuhuda nyingi, yani mamia shuhuda za watu ambao wametumia Easy Chopper na imewasaidia. Ngoja nikudokeza kidogo hivi kulingana na muda wetu. Chap ili tumalize hii darasa letu. Sasa hizi ni shuhuda kama huyu naona hapa alifanyia operation ya watoto wanne, lakini kitabu kimeisha, amerudi kuwa kama mtoto, kama binti. Kuna watu hapo walikuwa na vitambi vikubwa, kina Janet kitambi kikubwa, uzito mkubwa, wanaje kitambi hapa kimekwisha sababu ya Easy Chopper. Unaona kitambi kikubwa, yani vinapungua, uzito unashuka. Sasa kwa sababu shuhuda ni nyingi sana, ziko mamia. Huku pembeni kuna hichi kidude kuna hichi kidude nimekiweka hapa. Hiki kama cha rangi hapa. Kina categories za hizi shuhuda. Kama ukienda kuangalia utakuwa unatumia hii. Hapa kuna kitambi na nyama zembe, kama unataka kuona watu waliopungua vitambi na nyama zembe kwa Easy Chopper. Hapo utaona ukibonyeza hapo utaona watu waliopungua uzito mkubwa, kilo 10, kilo 20, kilo 30 kwa Easy Chopper. Utaona hapa vile vile vidonda vya tumbo ambao wamepona vidonda vya tumbo kujaa gesi, viungulia kwa Easy Chopper. Hapo utaona waliopungua cholesterol wamekaa vizuri, waliopungua uchovu na maumivu, waliotibu maumivu ya migongo, waliotibu maumivu ya miguu, ganzi, maumivu ya kichwa. Ni nyingi sana, toshi kuonesha zote. Zote zinishuhuda zote.
Zote hizi ni shuhuda za EasyChopper. Saidia kama hawa imewasaidia, wewe ni nani isikusaidia? Kwa hiyo wewe pia unaweza ukanufaika kwa kutumia EasyChopper. EasyChopper ni product nzuri ambayo kwa kweli imefanya maajabu kwa watu wengi sana, na zuri, bei yake sio kubwa. Bei yake ni 50,000 tu au shilingi za Kenya 2,500. Na EasyChopper inapatikana kwa mawakala wa Tanzania pamoja na wale wa Kenya. Na huenda unajiuliza kwamba dozi ngapi zina dozi ni makopo mangapi? Ili kopo moja unaliona ni dozi ya mwezi mmoja. Kwa hiyo ndio dozi yenyewe. Na idadi ya makopo inategemeana na lengo lako. Ili kopo moja linaweza likapunguza kati ya kilo 2 hadi 10. Kwa hiyo kulingana na lengo lako unaweza kuhitaji moja au mawili au zaidi ili kuweza kufikia malengo yako. Na ukipungua, EasyChopper sio chanjo kwamba ukipungua hautaongezeka tena. EasyChopper inakusaidia tu kufikia malengo yako, lakini unatakiwa uwe na lifestyle nzuri ili uweze kubaki kwenye ile uzito wako ambao unatakiwa. Ndio maana kufundisha mambo ya chakula, mambo ya zoezi, ili uweze kubaki kwenye track, usiweze kuongezeka uzito tena. Mjamzito haruhusiwi kutumia EasyChopper, na anayenyonyesha chini ya miezi 6 asitumie EasyChopper. EasyChopper ni kama unanyonyesha angalau miezi 6 na kuendelea. Mjamzito umri wowote wa ujauzito asitumie EasyChopper. Na kama unatumia dawa za hospitali, EasyChopper haina shida yoyote, haina interaction. EasyChopper ni kama chakula, haina shida na dawa yoyote ya hospitali. Kwa hiyo unaendelea na dawa zako na EasyChopper vile vile unatumia. Na EasyChopper inapunguza uzito kwa kuongeza kasi ya mwili kuchoma mafuta. Kwa hiyo inapunguza zile njaa. Mafuta yale yanatumika kama chakula, ndio maana inapunguza uzito bila kuharisha. Na matokeo unaweza kuyaona ndani ya huo mwezi mmoja unavyoanza kutumia. Dawa haina madhara yoyote, ni dawa ya asili kama ambavyo nimekuelekeza. Na mawakala wa EasyChopper hapo, kuna wakala Zanzibar, kuna wakala Songwe, Mloombozi, kuna wakala Moshi, Mwanza, Dar, Kibaha, Kenya, na wengine tunaendelea kuongeza. Kenya kuna wakala Mombasa, nitakupatia maelekezo kwenye grupu na namba zao kama ukiweza kuscreenshot au nitawatumieni pia kwenye group. Mpaka hapo naamini umejifunza kitu. Kwa haraka nimejaribu kusummarize ili uweze kupata kila ambacho unaweza ukaanza kukifanya. Usubiri mpaka uwe na kila kitu. Usio mpaka lazima uwe na EasyChopper, sio mpaka uwe na nini. Kile kidogo ambacho tayari umekifahamu unatakiwa uanze kukifanyia kazi immediately. Kwa sababu kusubiri haitakusaidia. Ila kuanza kufanyia kazi vitu ndicho ambacho kitakusaidia. Haya, huyu mwingine anasema siwezi kusoma. Kusema kweli mimi EasyChopper imenisaidia kuona pumu. Sasa ni miezi 4 sijatumia dawa za pumu na asas pia. Wow, hongera sana. Shuhuda mwingine huo, brand new kabisa. Pumu imeisha na vidonda vya tumbo pia vimeisha kwa kutumia EasyChopper. Kwa hiyo inakusaidia kutibu magonjwa mengine, lakini pia kufikia malengo yako ya uzito mkubwa vizuri sana. Okay. Sasa unaweza ukapata kitabu. Hichi kitabu changu kinaitwa jinsi ya kupunguza hadi kilo 10 kwa siku 30. Ni soft copy, alafu kina ratiba ya siku 21 ya jinsi ambavyo unaweza kupangilia hivi vyakula. Sababu unajua inaweza kuwa ni changamoto, hata unaweza kwamba tunajiuliza hata unakula nini, unafanyaje. Lakini kwenye hichi kitabu nimeeleza haya mambo kwa undani zaidi. Alafu nimekuwekea na ratiba ya siku 21. Hichi kitabu ni soft copy, kwa maana ya kwamba unasoma kwenye simu au kwenye PC. Naamini mpaka hapo kila mmoja wewe ambaye umefuatilia mwanzo mpaka mwisho umenufaika kwa namna fulani. Kitu cha muhimu hakikisha kwamba unaanza kufanyia kazi immediately. Nimefundisha kuhusiana na matunda, kuhusiana na ulaji, kuhusiana na kufunga, kuhusiana na mazoezi. Anza kufanya kazi mapema. Yani anza immediately. Hata kama unaweza kuanza sasa hivi, anza. Hakikisha unafikia malengo yako. Kwa sababu haya magonjwa gharama yake na maumivu yake ni makubwa kuliko vile ambavyo gharama ungeitumia au nguvu ungeitumia kupambana nayo, kuyazuia yasitokee. Na namna ya kutumia rahisi ya kutumia ni hii tayari nimeshapatia, na Mungu akubariki.